Unaangalia Al-Khair Online TV. Nusu ya pishi. Tunaposema pishi ni 4 amdad, yani ni vibaba vinne kwa mudi rasul. Kwa hiyo vibaba vinne ni kama wanaozoni wanasema ni kama 2.5 kilo, ambao wale wanaozoni wa mamlaka wanafikisha mpaka 3 kilo, na wengi ni maarufu mambo ya pishi haya kwa sababu Waislamu wanatoa zakatul fitr katika kipimo. Sasa nisfu saa bimaana nusu yake, nusu ya 2.5 kilo, bimaana hiyo ni chakula 1.5 kilo. Kama ukijalia 3 kilo, bimaana 1.5 kilo. Kwa hiyo haya mambo matatu sasa ni katika wajibatu al-umra, kuweka nia katika miqat. Kwa hiyo uongozi unawaelekeza kwamba pale utakapofika Dhul-Hulaifa sasa ndio wote katika mu'tamirin pale watasema labbaik Allahumma umra, na hasa hiyo akiwa anafanya umra mwenyewe. Na inawezekana mtu amekishafanya umra, kwa hiyo umra hii anakwenda kumfanyia mzazi wake, na hili ni jambo kubwa sana, min afdhalul qurbat. Inawezekana mzee ametangulia mbele ya haki, au ni mtu mzima sana, anaumwa sana, hawezi kukaa katika usafiri, basi yeye utamtaja jina labbaik Allahumma bi umrati an, kwa kumtaja labda Qasim au mama yake Maimuna. Na yote inafaa kwa mwanamama wa Kiislamu kumfanyia umra baba yake au mama yake, hivyo hivyo mwanamume wa Kiislamu kumfanyia umra baba yake au mama yake au shangazi yake au ndugu yake au mlezi wake. Kuna watu wana fadhila nyingi katika maisha ya mtu. Yawezekana mtu alipofikia anaona baada ya Allah tabaraka wa taala kuna ndugu yangu fulani, huyu hajafanya umra na mimi nimeshafanya umra, basi wacha nikafanyia umra. Kwa hiyo pale utasema labbaik Allahumma bi umrati, alafu unamtaja huyo fulani. Kwa hiyo ni kuweka nia katika miqati. Kwa hiyo kuweka nia katika miqati pale ni katika mambo ya wajibat al-umra, ni mambo ya wajibu katika umra. Lakini kuiweka nia yenyewe al-ihram ni nguzo ya umra. Kwa hiyo hizi ni wajibat al-umra baada ya kuelewa nguzo za umra ambazo ni ihram, tawaf, sa'i baina Safa wa Marwa. Na wajibat ni kujiepusha mavazi yaliyoshonwa na kunyoa au kupunguza. Kadhalika jambo la tatu kuweka nia katika miqat, na kama tulivyosema miqat ni vituo ambavyo Mtume za salama ameainisha ambavyo vipo katika pembe zozote za dunia. Yoyote anapotokea huko, basi akifika sehemu fulani anatakiwa anaweka hiyo nia, iwe juu au chini. Na ndege zote za mu'tamirin ambazo wanaweka nia ya juu, yule rubani anataja kabisa kwamba baada ya nusu saa tutakuwa katika miqat fulani. Kwa hiyo ili kuandaa wale mu'tamirin watekeleze ibada hiyo. Kadhalik jambo la tatu, kuna sunan, mambo ya sunna katika nini? Katika ihram, ambazo kama tulivyosema hizi sunan ambazo zenyewe kwa wastani zipo nyingi mno, lakini tutajitaja baadhi ambazo zilizokuwa muhimu. Kwanza kabisa, kabla ya hiyo ihram, moja kwa moja watu kabla hawajafika katika ile miqat, kituo ambacho mtu atajiandaa ima katika hoteli au pale ambapo walillahi alhamdu mamlakatul arabia Saudia wameweka mazingira mazuri, kuna mabafu na nini, lakini bila shaka watu wanajiandaa vizuri kutoka hotelini. Kwa hiyo ni sunna kukata kucha, sunna kuoga, na hii al-ghuslu, kuoga ni sunna hata kwa wale wakina mama ambao wapo katika hali zao, ni sunna kuoga.
bali moja ya mama wa Kiislamu alijifungua katika ile Dhulhulaifa, katika hii miqati ambayo mtawekania pale, na Mtume SAW akafundisha moja kwa moja takiwa kuoga. Kwa hiyo mtu kabla ya ile ihram, hakikisha umeoga vizuri kwa ajili ya kujiandaa na hiyo ihram. Lakini kadhalik yafaa kujitia manukato katika mwili, si katika ile nguo. Asije mtu amevaa ile ihramu yake shuka la chini na juu, kisha akajipiga manukato. Hiyo ni katika mahdharat, makosa makubwa ambayo yeye itampelekea kutoa fidia, lakini katika mwili. Kwa hiyo hizo ni katika sunna za ihram: kuoga, kukata kucha, kujitia manukato, kadhalika tarbia, kuleta tarbia kwa wingi baada ya kuweka nia ile, labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Kwa wastani, muda ni mfupi ambao kila mmoja anatakana atumie fursa adhim hiyo, amtaje sana Allah tabaraka wa taala, kuliko kutumia muda ndo kama alivyosema ndugu yetu Sheikh Tembo hapa, mtu muda mrefu kuwa na mawasiliano, simu. Muda huo mtaje sana Allah, kwa sababu kule ndani yake inapatikana ghufrani dhunubi, watu wanasamehewa madhambi yao yote kabisa. Kwa hiyo hizi ni baadhi ya sunna ambazo zipo nyingi sana, lakini kuna mahdhuratul ihram, mambo ambayo sasa hayafai, ni marufuku kwa yule ambaye amekwisha ingia sasa katika nusuk, amekwisha ingia katika ibada, amekwisha weka nia na yupo katika ihramu yake. Kuna mambo ambayo sasa hayaruhusiwi hapo, mahdhurat. Mojawapo ni kufunika kichwa kwa wanamume. Jambo hilo haliruhusiwi, na hata ikitokea mathalan mtu amefunika, hutokea hali kama hizo, kwa sababu kule kutokana na wingi wa watu utaona mambo mengi sana. Ndio mwingineo unakuta anashtuliwa, bana jifunue kichwa na hasa kipindi hicho ni kipindi cha baridi kali kidogo. Kwa hiyo ukiwa tayari umekwishakiwa katika ihram, mwanamume hairuhusiwi kufunika kichwa. Kadhalik hauruhusiwi kujitia atib, manukato, isipokuwa labda ile athari iliyobaki wakati unajiandaa kwa ajili ya kuingia katika ihram. Kwa ile athari ambayo iliyopo katika mwili, la yadhur, haidhuru. Lakini tayari umekwishavaa ihram, umeingia katika nia ile, kwa hiyo mtu asije akachukua yale manukato akajitia. Kwa hiyo ajiepusha hata vile vitu ambavyo vyenye harufu kali, labda pengine yana masabuni yale ambayo yananukia sana, ajiepushe, au mafuta yale yana harufu kali sana, ajiepushe, tofauti labda na Vaseline na nini. Kwa hiyo hayo ni katika nini, mahdhurat al-ihram, ambayo haya ikitokea mtu ameyafanya, basi fidia itamhusu tena. Kadhalika kukata kucha, jambo hilo katika mahdhurati haliruhusiwi baada ya kuwa katika ihram. Kwa hiyo mtu yupo katika ihram, labda akawa na nail cut, anakata kucha, mwambie hapana, jambo hilo haliruhusiwi katika muda huo. Labda ikitokea mathalan kwamba kucha imekatika, kimebaki kipande pale, haina neno, unakitoa, hiyo ni katika bahati mbaya. Alla yataammad ahad, yani bimaana mtu asikusudie kukata zile kucha. Kadhalika nikah, mtu yupo katika umra, yupo katika ihram, hairuhusiwi watu kuoa au kuolewa kipindi hicho, ni haramu. Bali hata kuozesha, yani wewe kuwa ni wali
kipindi upo katika ihram ni haram, hairuhusiwi. Lakini kadhalika hata aljimaa, kukutana wanandoa, hii ni kabisa ambayo sasa inavunja kabisa hiyo ibada ya umra, kwa sababu inatakikana kutimiza wa atimmu alhajja wal umrata lillah. Allah tabaraka wa taala anasema natimizeni ibada ya hija na umra kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kuna faida nyingineyo ambayo ni muhimu sana, ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia mama mmoja Bidhubaata, ni katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika hijjatul wadai Mtume alimpitia yule mama Bidhubaata binti Zubair katika Bani Hashim, katika familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa anaumwa. Akamwambia Mtume wa Allah, mimi nakusudia kuitekeleza ibada hii, lakini nahofia huenda nikashindwa kuikamilisha. Na Qur'an inasema watimu alhajjata wal umrata lillah, timizeni hija na umra kwa ajili ya Allah. Kwa hiyo ninahofia. Mtume akamwambia huji washtariti, tekeleza hiyo ibada ya hija na uweke sharti, ambao wanawazuoni pia wanasema hata katika umra pia unaweka sharti. Vipi? Katika ihram, unapoweka ile nia kwamba labbaik allahumma bi umra, kisha unasema fa in habasani habisun famahilli min haythu habastani, kwamba ikitokea mimi nimeshikika na maradhi, wengine kuzuiwa na maadui kama kipindi hicho. Sasa hivi walillahi alhamdu kuna amani sana, basi nitakuwa nimekamilisha ibada yangu pale ambapo nitakaposhindwa. Kwa hiyo huyo sasa anahesabika anakuwa ametekeleza ibada ya umra. Ulama wanasema wa Kiislamu jambo hilo kwa yule ambaye anahofia kwamba mimi afya yangu si nzuri, kwa hiyo hii unaiweka nia hii. Kwa hiyo pale utakaposhindwa sasa, basi wewe tayari unahesabika umefanya umra. Lakini kama mtu hajaweka sharti, ikafikia wakati sasa yeye ameshindwa, ima kwa maradhi au kwa nini, atatakikana atoke katika ihram, lakini atahitajika achinje pale pale na wagaiwe mafukara na anyoe. Lakini huyu aliyeweka sharti moja kwa moja atakuwa amehesabiwa na analipwa yale malipo yake. Huyu alikuwa anaitwa Bidhubaa, mama mmoja mcha Mungu kabisa katika historia ya Uislamu. Kwa hiyo hizi zilizotangulia kuzitaja ni zile mahadhurat al-ihram. Kuwinda vile vile kule uruhusiwi kuwinda wale ndege au wanyama, hayo ni makosa. Kiwinda utatakikana ulipe fidia mfano wa kile ulicho kiwinda. Lakini haya mambo mengine, ikitokea mtu amenyoa nywele, pia ni katika mahadhurat al-ihram, hairuhusiwi kunyoa kabla haujakamilisha ibada ya umra. Kwa hiyo kujitia manukato, kunyoa, kukata kucha, ikiwepo kadhalika kuozesha au kufunga ndoa au kuwa wali, hata kama hiyo idhini unatoa huko, yani wewe upo haram, upo katika ihram, alafu binti yako anaozeshwa huku Dar es Salaam, kwamba jamani nimetoa idhini huko, la yajuz, haifai mpaka pale utakapotekeleza ibada hiyo. Kule ni sehemu ya ibada tu. Ndiyo maana watu watakikana mu'tamirin watumie fursa adhim ambayo pengine asiipate tena katika maisha yake. Kwa hiyo hayo ni katika mahadhurat al-ihram. Baada ya kuelewa hayo, kwa hiyo nilikuwa naomba sasa tutaje kaifia, namna ya utekelezaji wenyewe wa ibada hiyo ya umra, tukizianzia zile arkan, zile nguzo sasa ambazo zenyewe bila hizo hakuna umra, kama
tulizozitaja. Tutazipitia tena kwa haraka haraka kwa faida ya wale ndugu zetu ambayo wamechelewa kidogo. Kwanza, nguzo hizi za umra ni ihram, kuweka nia ya umra yenyewe, na ima hiyo nia unaiweka wapi? Katika miqat, kituo ambayo mu'tamirina hapa biidhnillahi tabaraka wa taala mtaweka katika kituo inaitwa Dhul Hulaifa, ni miqati ya watu wa Madina. Kwa hiyo ukafika pale utasema labbaika allahumma biumrati, labbaika allahumma biumrati. Na kipindi ambacho unaweka hapo, moja kwa moja utatakikana uwe katika ihram. Ihramu pia ni vazi ambalo kwa wanamume wanatakikana wavae al-izar wal-rida. Al-izar ni lile shuka la chini, wal-rida na lile shuka la juu, na kadhalika kujiepusha na nguo zile zilizoshonwa kama hivi kanzu, na hata viatu kadhalik. Kipindi hicho hairuhusiwi kuvaa mabuti kama haya, inatakiwa viatu vya wazi kama sandals hizi zilizokuwa wazi za mzee wetu hapo. Nafikiri sandals maarufu, yani ina maana mtu asije kavaa simple raba kwa wanamume, asivae soksi kwa mwanamume, lakini wanawake wanaonekana wavae fulu kabisa, soksi zake, sijui viatu kama na simple raba, isipokuwa tu asivae alqifazain, gloves za mikono yake, kadhalika niqab. Kwa hiyo sasa, baada ya sisi wale mu'tamirin kufika katika ile Dhul Hulaifa pale na kusema labbaika allahumma biumrati, kwa hiyo moja kwa moja sasa ni kuelekea Makkata al-Mukarrama. Na kama tulivyosema, ibada yote ya umra na kwa faida ibada ya hija zote zinafanyika Makka. Madina ni ziara ambapo zitakuja mtafahamishwa huko fadhila za Madina na fadhila za Makka. Kwa hiyo sasa, baada ya kuwa katika hiyo ihram, mu'tamirina wataelekea Makkah al-Mukarrama kwa ajili ya kutekeleza ibada hiyo ya umra, hali ya kuwa mpo katika ihram na kujiepusha yale yote tuliyotaja mahadhurat. Huruhusiwi kukata kucha, kunyoa nywele, kujitia manukato na mingineyo. Baada ya kufika Makkah al-Mukarrama, Makkah tukufu, ambayo yenyewe pia kuna hurumatu Makkah, ambayo hizi darsa zitakuja huko Madina. Utukufu wa Makkah ndio mji ambao mtukufu kuliko miji yote, na kuna adabu vile vile za kuingia kule Makkah na mambo mengineyo. Uruhusiwi kufanya hivi, uruhusiwi kuokota kitu kilichoanguka, uruhusiwi kukata miti na mambo mengineyo. Almuhim, baada ya kufika Makkah al-Mukarrama, ni sunna vile vile kuoga kwa kufika Makkah. Kwa hiyo haizuiwi mtu kuwa na zile ihram akaoga na akazivaa tena hapa, kisha baadaye hata kubadilisha ihram, jambo hilo pia ni jaiza, lakini tu ajiepushe katika kujitia manukato, akajisahau labda akajifunika kichwa, hiyo hairuhusiwi. Lakini baada ya kufika katika hoteli sasa na kuhifadhi ile mizigo, kwa hiyo hapo sasa uongozi unawatajia ratiba ya kwenda kutekeleza ibada ya umra, ambapo kwamba mu'tamirin wataelekea msikiti mtukufu wa Makkah na kuingia katika adabu zake, kumtaja Allah, kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwomba Allah, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Hii ni dua ya kuingia katika kila msikiti, ikiwepo Masjidu al-Haram, msikiti mtukufu wa Makkah, ambayo swala inayoswaliwa mule daraja yake ni 100,000. Yani bimaana hii misikiti yetu wewe uswali mara 100,000 ndio inafanana na ibada moja utakaoswalia pale. Na ndio maana
wale mu'tamirin na hujjaj wanapata msamaha mkubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo utakapoingia mule, labda ikiwa muda wa sala inaqimiwa, mtasali. Lakini kama sio muda wa sala, basi moja kwa moja pale hausali hata tahiyatul masjid, mtakwenda moja kwa moja sasa mpaka katika al-Ka'batu al-musharrafa, Kaaba tukufu, ambayo natakiwa kumshukuru Allah tabaraka wa taala baada kuiona ile Kaaba. Alhamdulillahi alladhi binicmatihi tatimmu as-salihat. Neema yoyote ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam amefundisha, utakapoidiriki basi mshukuru Allah kwa kusema alhamdulillahi alladhi binicmatihi tatimmu as-salihat. Lakini almuhim, ukishaingia msikitini, basi wewe moja kwa moja unaikusudia al-Kaaba, na baada ya hapo unatafuta hajarul aswad, jiwe jeusi ambayo ipo katika moja ya kona za al-Kaaba. Na tunaelewa lile jiwe jeusi aliliweka mwenyewe Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ile Kaaba kupitiwa na mafuriko kama ilivyokuja katika historia. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hajarul aswad min aljanna, hili jiwe jeusi ni katika mawe ya peponi, na ndio maana ni sunna kuligusa na kulibusu pia. Lakini kutokana na zahma hairuhusiwi mtu akasongamana na akatumia nguvu, inatosha tu kuashiria. Na ndio maana Mtume aliligusa na alilibusu, na kuna kipindi aliashiria, na hii ni ishara ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yule ambaye hataweza kugusa au kubusu, basi anaashiria, na lile linakuwa upande wako wa kushoto. Utaelewa vipi kwamba wewe upo katika usawa wa ile hajar al-aswad? Na hapo ndio inapoanzia hesabu ya kutufu mara 7. Utaangalia upande wa kulia, utaona kuna alama ya taa za kijani. Zile taa za kijani ndo zinaashiria wewe kwamba upo usawa wa hajaru al-aswad. Kwa maana hiyo, linatakikana ile nguzo ya hajar al-aswad iwe kushoto kwako. Kwa hiyo hapo sasa utaelekea na kuashiria kusema bismillahi Allahu akbar, ambao utaona mu'tamirina wengi wanafanya hivyo, lakini na viongozi wetu walillahi alhamdu watakuwepo katika kutuongoza hivyo. Kwa hiyo hapo sasa ndio unaanza kuhesabu zile tawafu mara 7, kusema bismillahi Allahu akbar, kisha unapiga hatua sasa kuizunguruka al-Kaaba. Lakini Kaabatul Musharrafa ina maeneo ambayo matukufu sana, baina ya ile hajar al-aswad na albab. Yani katika hajar al-aswad mbele yake kuna mlango hapa wa al-Kaaba. Mtume asema ile baina ya hajar al-aswad na al-Kaaba, pale katikati yake ni sehemu ndogo sana, kuna sehemu inaitwa multazam, ambayo ni maeneo ambayo dua za waja wa Allah zinapokelewa. Lakini unaweza ukafika pale ukiwa usawa ule, muombe Allah tabaraka wa taala yale makusudio yako. Lakini utaanza kuzunguruka katika tawaf, na unapozunguruka hakuna adhkari muayyana, labda adhkari maalumu, soma Qur'ani, leta adhkar, omba dua. Kwa hiyo utazunguruka mpaka utafika kabla ya ile tena ya hajar al-aswad, ambayo unatakikana uwe umetimiza hesabu. Kuna nguzo inaitwa rukunu al-yamani, nafikiri viongozi wetu wataonyesha hapa. Rukunu al-yamani ni kona ya Yaman, ambayo ukifika pale ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuomba dua ambayo iliyobeba kila kitu. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ambayo ni dua maarufu sana, lakini dua hii ni nzito mno, ambayo hii dua imebeba kila kitu, wewe kumwomba Allah khairi za dunia zote kabisa, na Allah akuepushe na moto na shari zake. Kwa hiyo
Baada ya kutoka tu ile kona ya Yaman, basi unayofuata tena Hajaru al-Aswad. Utaangalia vile vile, kwa sababu inawezekana kutokana na zahma, mkusanyiko wa watu mkubwa, wewe ishara kubwa, angalia ile taa ya kijani. Kisha ukifika pale, jitahidi na mtaongozwa na viongozi kwamba uwe usawa ile Hajar al-Aswad, ndio unaashiria kwa kusema bismillahi Allahu akbar. Kwa hiyo utafanya hivyo hivyo mpaka mara 7, na ukifika ile rukun al-yamani, kona of Yaman, unasema rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Ukifika Hajar al-Aswad, bismillah Allahu akbar. Kwa hiyo mpaka utakapotimiza mara 7. Hutokea mtu amesahau hisabu kwamba hii ni ya 5 au ya 6, na kule ni kitu cha kawaida kutokana na zahma ya mzunguruko, watu ni wengi. Kwa hiyo ikitokea hivyo kwamba hii ni mara 5 au mara 6, basi bina wa ala yaqini, unajengea yaqini kusema kwamba okay, na yaqini inajengwa ni ile chache yake ya 5 au ya 6, wewe hesabu ya 5 sasa mpaka utakapotimiza ile mizunguruko iliyokuwa 7 kwa utimilifu. Lakini hutokea kwamba watu wanazunguruka pale, swala inakimiwa, basi pale pale utageuka, kwa sababu kule Maka watu wanaswali kwa kuielekea al-Kaaba. Kwa inakuwa watu wanaswali kama hivi, hao huku wanaelekea Kaaba, mimi hapa naelekea Kaaba, nyinyi huko mnaelekea Kaaba. Kwa hiyo tu wale wakina mama wanajiepusha msongamano na wakina baba, na wakina baba hivyo hivyo. Ina maana kwamba zile swafu zinavyopangwa, swala inaswaliwa, na baada ya kutolewa salamu, basi utaona tu mahujaji mu'tamirina wote wamezunguruka pale. Baada ya swala unaendelea na zile hisabu ambayo ulioishia baada ya kukamilisha mara 7. Lakini kuna sunna hapo mojawapo inaitwa al-ittiba'. Al-ittiba' maana yake nini? Wale wanamume wanaachia bega la kulia wazi. Kisha ingia tu msikitini pale, katika hiyo tawafu ya umra, ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unaachia hili bega la kulia wazi, na hiyo mwanzo kabisa ambayo unapoanza kuzunguruka. Lakini kuna sunna nyingine inaitwa ar-ramal. Ar-ramal maana yake ni kwenda kwa kasi katika mizunguruko mitatu ya mwanzo, lakini hiyo utekelezaji wake unakuwa ni mgumu kutokana na nini? Zahma ya watu wengi. Kwa maana hiyo, hapo baada ya kutekeleza utekelezaji huo, kukamilisha mara 7, basi moja kwa moja zinatakiwa ziswaliwe rak'atain maqama Ibrahim. Moja kwa moja hapo utafunika bega lako, utafunika bega lako kabla ya kuswali zile rakaa 2. Basi uongozi utakuonyesheni, na pia hutokea labda pengine mtu amepotezana, na ndio faida ya hizo semina. Ina maana kwamba hata ikitokea mtu labda akiangalia kulia hawaone wenzie, ameangalia kushoto hawaone wenzie, hana wasiwasi, anakamilisha. Natafuta sehemu ya kuswali rakaa 2 ambazo zinaitwa rak'atain za maqamu Ibrahim. Na kiasili maqamu Ibrahim hapa mtaonyeshwa ni sehemu ya kijumba hichi kidogo ambacho kina rangi ya dhahabu, ambapo pale kuna athari, kuna nyayo za Nabillahi Ibrahim, ambapo ni sunna kuswali mbele yake, lakini hautoweza pale kutokana na zahma. Kwa hiyo utatafuta sehemu yoyote ya msikiti ambapo utatekeleza hizo rakaa 2, na bahati nzuri utawaona watu wengi sana, kila mmoja anatekeleza hizo rakaa 2. Na sunna utaswali katika rakaa ya kwanza utasoma surat al-Fatiha na qul ya ayyuhal kafirun, na rakaa ya pili utasoma surat al-Fatiha na qul huwallahu ahad. Kisha baada ya hapo utamshukuru Allah tabaraka wa taala
na hapo utaelekea sasa kunywa maji ya Zamzam kama ilivyokuwa mafundisho ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya Zamzam ni kutokana na ile nia ulionywea. Sinywe maji ya Zamzam hivi hivi, ujeweka nia. Muombe Allah tabaraka wa taala, Allahumma arzuqni ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa shifaa min kulli da'. Allahumma arzuqni ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, ambayo Mtume za sallam akafundisha kuyaomba haya mambo matatu makubwa, japokuwa pia mtu ana mambo yake mbalimbali. Weka nia kwamba yeye Allah nipe ilmu yenye manufaa, riziki yenye wasaa na ponyo katika kila maradhi. Katika riwaya nyingine, Allahumma urzuqni ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, na matendo yenye kukubaliwa. Kwa hiyo hata ukiomba dua zako mbalimbali, lakini usiache kuomba ilmu yenye manufaa, riziki yenye wasaa na ponyo katika kila maradhi. Watu wengi sasa hivi wanashtaki katika maradhi kutokana na mfumo wa maisha. Hili jambo ni maarufu, linafahamika. Kwa hiyo utakunywa yale maji, baada ya kunywa yale yanayobaki kidogo, basi osha uso wako na jipakae kichwani. Ndio alivyofanya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sasa baada ya utekelezaji wa rak'atain maqama Ibrahim, kisha utakunywa hayo maji ya Zamzam kwa kumwomba Allah tabaraka wa taala mambo hayo matatu. Kisha sasa ndiyo taelekea moja kwa moja katika sa'i, ambayo yenyewe sasa hiyo ndiyo inafata utekelezaji wa rukunun min arkanil umra, nguzo ya tatu miongoni mwa nguzo za umra. Kwa hiyo bila shaka walillahi alhamdu, viongozi wetu wanakuwa wapo makini sana katika hilo, wanawaelekezeni kuelekea katika Safa na Marwa, ambapo kwamba utakuta alama nyingi pia yamewekwa matangazo pale kwamba hii ndiyo sa'i, hii ndio Safa na Marwa. Moja kwa moja mtaelekea pale na mpaka mtafika katika Safa, ambayo ni kilima cha As-Safa. Moja kwa moja mtaelekea qibla al-Kaaba na mtasoma ile aya Allah tabaraka wa taala anasema, inna as-Safa wal Marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wa man tatawwa khaira fa inna Allaha shakirun alim, ambapo kwamba kipindi hichi kila mmoja atakikana arejee asome, na walillahi alhamdu viongozi wetu pia watakupeni maelekezo hayo. Kwa hiyo ni sunna kuisoma aya hiyo utakapokuwa katika Safa, hadi ya kuwa umeelekea katika al-Ka'batu al-Musharrafa. Na baada ya hapo utasoma zile adhkar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, la ilaha illa Allah wahdahu anjaza wa'dahu wa nasara 'abdahu wa hazama al-ahzaba wahda, ambapo kwamba pia ni vizuri vitu kama hivyo, hata kama ipo katika vipeperushi au utaelekezwa vile vile na viongozi wetu, ni sunna vile vile hizo adhkar. Na baada ya hapo nyanyua mikono yako miwili, muombe Allah. Ni katika waqafatu dua. Kuna maeneo ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha, tena unanyanyua mikono kumuomba Allah hali ya kuwa bado umeelekea katika al-Kaaba. Kweli yawezekana kutokana na zahma, wale askari wanawaambia jamani, tariki ya haji, tariki ya mu'tamir, ya umeona, lakini tayari waendelea kuomba dua hadi ya kuwa unafuata nidhamu ambayo walioweka. Haina haja ya kusukumana, kwa sababu wale ndio wanasimamia nidhamu ile, na bila kusimamia nidhamu inaweza kutokea matatizo. Lakini ni waqafatu dua, sehemu ambayo mu'tamir au hujaji hatakikani kuacha kuomba dua, kama alivyofundisha Mtume
sallallahu alaihi wasallam, mojawapo ni hiyo katika as-Safa. Kwa hiyo taondoka pale sasa kuelekea Marwa, katika vilima vya Marwa. Katikati pale kuna alama za kijani, taa za kijani ambazo zinaashiria uende kwa mwendo kasi kwa wanamume. Kwa wanamume pale utakikana uende kidogo unakimbia, lakini wakina mama wao wanakwenda hivyo hivyo hali ya kuwa wanatembea, na hakuna adhkari muayyana, adhkari maalumu. Bado wewe unamuomba Allah tabaraka wa taala, unasoma Qur'ani na kutumia muda vizuri kumtaja sana Allah na kuumomba sana Allah, kwa sababu ni maeneo matakatifu ambayo ndiyo mambau alwahi, chemcheme ya wahi. Qur'ani imeshuka huko, maeneo ambayo wamekanyaga watukufu mitume alayhimussalam, masahaba. Kwa hiyo ni sehemu ambazo tukufu mno. Kwa hiyo kifika pale ni sehemu ambayo sio ndefu sana, kuna alama ya taa za kijani. Utaona wengi wanakwenda hali ya kuwa kwa mwendo wa kasi kwa wanamume, na baada ya kumalizika tu zile alama ya taa za kijani, basi unaendelea mnatembea mpaka Marwa. Na Marwa pale unafanya mukhtasar kama ulivyofanya katika as-Safa. Utafanya kama ulivyofanya katika nini? As-Safa, katika kusoma al-adhkari zile, Allahu akbar, Allahu akbar, mpaka mwisho wake. Baada ya hapo unarudi sasa katika Safa. Kwa hiyo ukifika Marwa, hiyo ni moja. Ukirudi Safa, hiyo sasa inakuwa inahesabika ni mbili, kwa kuwa wengine huchanganya pale, lakini walillahi alhamdu, kwa sababu tuna viongozi wetu wanatuongoza, bila shaka kila mmoja ataitekeleza ibada hii kwa uzuri. Ukifika tena pale Safa, utaleta zile adhkar kama ulizoleta mwanzoni, inakuwa hiyo ni ya tatu. Nakwenda tena Marwa ya 4, narudi Safa ya 5, na hiyo unafanya kama ulivyofanya. Usiache kusoma dua kule Marwa, pia soma dua, Safa soma dua, na mpaka ya 7 unamalizia katika nini? Al-Marwa. Kwa hiyo hapo nakuwa imetekelezwa nguzo ya 3 ya umra. Kwa hiyo hapo inakuwa imebakia jambo moja tu, ambalo ni nini? Ni alhalqu wattaqsir, kunyoa au kupunguza. Na wakina mama kama tulivyosema, wanakata sehemu ndogo tu, mfano wa kidole hichi, na hilo zoezi mtu anaweza akalifanya kule hotelini, na itakuwa vizuri zaidi kuliko kuzahamiana maeneo yale ya haram. Kwa hiyo baada ya kutekeleza hiyo sasa kunyoa, ndio hapo unakuwa wewe umekwisha kamilisha ibada yako ya umra, na utarudi sasa katika mavazi yako kama ya kawaida na yale mahdhurat al-ihram. Hapo sasa utaruhusiwa kujitia manukato, utaruhusiwa kukata kucha, utaruhusiwa kuvaa kofia, kilemba, utavaa kanzu na mavazi mengineyo. Kwa hiyo hapo sasa itabakia wewe tu kutekeleza, kupata fadhila za kusali Masjid al-Haram, ambazo kupata daraja 100 na kusoma sana Qur'ani na adhkari nyingineyo. Kwa hiyo hii ndiyo kaifia ya utekelezaji wa ibada hii tukufu ya umra, ambapo kwamba ndiyo yale aliyosema mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, litaakhudhu anni manasikakum, chukueni kama kutoka kwangu ibada zenu. Kwa hiyo haya, mtiririko huu tulioutaja ndio itakuwa sababu hapa sasa umekwisha kamilisha ibada hiyo adhim, ambapo zinakuwa hapo sasa inakuwa inafata taratibu nyinginezo. Lakini fursa adhim kukithirisha kuswali sana katika Masjidul Harami na kumuomba sana Allah tabaraka wa taala, kuleta adhkar, kuombea ndugu zako, kuombea umma na kuiombea nchi vile vile, ambayo ni jambo kubwa sana, kwa sababu hata uwepo wetu hapa au utekelezaji wa ibada hizo ni kutokana na utulivu ambao unaotakikana upatikane. Kwa hiyo hizo ni fursa adhim za kumwomba Allah tabaraka wa taala. Kunywa sana Zamzam, weka nia kama tulivyosema, ma'u Zamzam lima shuriba lahu, na watu wengi walillahi alhamdu Allah
huwapa tawfik katika kuponya maradhi yao na uwepesi wa mambo mengi sana kwa utekelezaji. Nadhani katika hatua hii ya mwanzo ndiyo kaifia au namna ya utekelezaji wa umra. Nadhani nikomee hapa na ili viongozi wetu wataje taratibu nyingine. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa haya ambayo wametupatia, lakini ninaamini kabisa kwenye vichwa vyenu kwa maelezo au kwa muda ambao wamekaa hapa na kutupatia darasa hili la juu ya umra yetu itakavyokwenda, pengine lipo swali kwamba umra inatekelezwa kwa muda gani hasa? Ni siku nzima, siku 3, 4 ama ni vipi? Pengine lipo swali la namna hiyo kutokana na maelezo, kwa sababu maelezo ni marefu na pengine tokea alivyoanza kueleza alivyofika mwisho kule mwanzo ameshakuacha, yani hukumbuki. Naomba nijue kitu kimoja kwa wale ambao tumebahatika kuwepo hapa, wale ambao tunasafiri. Wangapi ambao hii ni safari yao ya pili, pengine ya 3 au ya 4 kusafiri kwenda umra? Nyosha tu mkono. Nikianza na kina baba. 1. Haya, kina baba ni 1. Alhamdulillah. Kina mama wangapi pengine hii ndio safari yako, pengine itakuwa ni ziada ya pili, ya 3, ya 4? 1, 2, 3. Watatu. Sasa hii maana yake ni kwamba tuliobakia wote ni wageni juu ya safari hii. Ndivyo au sivyo jamani? Ndivyo Basi naomba ni watoe hofu. Maelezo ambayo ameyaeleza Sheikh Maulid, tukiingia katika utekelezaji wake, kama tutakuwa tumetumia muda mrefu sana, baada ya kufika pale, yani tumeshatoka Madina, tumeingia kwenye Hiram, yani kwamba tushaweka nia, tumeenda zetu station ya treni, tumepanda zetu treni, au sio? Tumefika tu sasa Maka, tumefika hotelini, tumeacha mizigo yetu, kila mmoja anajua chumba chake, kila mmoja pengine ameingia tena kwa kujiweka sawasawa kwa ajili sasa ya kwenda kutekeleza ibada ya umra. Kama tutakuwa tumetumia muda mrefu mno, takriban ni masaa 3.5 ama 4. Na kwa nini labda pengine masaa 3.5 au 4? Ni kutokana na wakati huu tuliokuwa nao na muda wa trip yetu hii tunavyokwenda, kwa sababu moja kati ya nyakati maarufu sana za watu kukimbilia katika miji ile mitakatifu na Maka na Madina ni katika nyakati hizi za mwisho wa mwaka na mwanzo wa mwaka, na kusudia pale mwezi wa 10, wa 11, wa 12 na huu wa kwanza, na maarufu sana Disemba, ambayo dunia nzima, kwa wale ambao mnafuatilia channel yetu ya Ibn Battuta, sawa, na wale ambao pengine alhamdulillah mashallah mnakuwa mnafuatilia mambo yanavyoendelea Maka na Madina, mtaona mwezi huu umekuwa ni mwezi maarufu, na hasa wazazi wengi kubeba familia zao kwenda katika ile miji. Mnaona watoto wengi, kwa sababu ndio nyakati za mapumziko kidunia. Watu wengi wanapenda kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo Maka na Madina ni moja kati ya maeneo ambayo alhamdulillah watu wengi wanapenda kujiandaa kwa ajili ya kwenda na familia zao. Kwa hiyo kulikuwa kumejaa kwelikweli. Kwa hiyo hata zile nyakati za wewe kuliendea jambo fulani linachukua muda, ama muda wake unaongezeka kwa sababu utekelezaji wako unakuwa unakwenda taratibu. Kwa hiyo usiogope maelezo ya Sheikh Maulidi, ametaja hiki, ametaja kile, pengine ukaingiwa hofu kwamba itakuwaje mimi. Tuondoshe shaka kwamba kila hatua ambayo imetajwa, kuanzia kutiania Dhulhulaifa pale, tutaelekezana, mashekhe wapo, hakuna ambaye atakosea hata mmoja kutiania. Tuseme insha Allah tutatoka, tutakwenda kwenye mabasi yetu, tutaingia, tutakwenda kwenye train, tutapanda, na sisi alhamdulillah unajua safari ya kutoka Maka na Madina, hata kama sasa ukiingia kwenye mtandao ukiangalia kilomita, takriban kilomita 450 kutoka Madina kwenda Maka. Kwa basi ni mwendo wa masaa 4 mpaka 5, wakati mwingine mpaka 6. Lakini sisi tunaamua watu au wasafiri wetu ama mutamirina tuwapandishe treni kwa kuondokana na uchovu ambao
utapelekea yeye kuto kuitamani, baada ya kufika tu Maka asitamani kuifanya ile ibada ya umra. Maana ya kumpandisha treni ni kwamba tuna relax kwanza, tunakwenda kwa haraka, tunafika bado tuna ile energy ya kuhakikisha ibada ya umra tunakwenda kuitekeleza vizuri, bado tukiwa tuna hamu ya ile ibada baada ya kutia nia. Isipokuwa kwa yule ambaye atakuwa pengine amekumbana na dharura za kisheria ambazo pengine baada ya kufika ima hawezi, kwa wazee wetu labda pengine anaona labda pengine hata usafiri wa treni kwake imekuwa tabu, anatuambia mwanangu, mimi sasa hivi siwezi kufanya. Basi nendeni na kundi hilo. Yeye akishakuwa tayari, basi ni wajibu wetu kama viongozi kuhakikisha umra ya ndugu yetu huyu inatekelezeka chini ya uongozi wetu, na hili ndio jukumu letu kubwa ambalo tunalibeba mbele yenu, na Allah tuhifadhi na Allah tupe nguvu kutekeleza jambo hili. Tunaamini hakuna yoyote ambaye ibada yake ya umra haitotekelezeka kama vile alivyotuelekeza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa kuna mengi ya kueleza. Sheikh Abdurrahim ambaye ni mkurugenzi wa Ibn Battuta Tours Limited atakuja kuelezea utaratibu, safari yetu itakuwaje, lakini yako mengi ya kuyaeleza. Lakini ibada hii ndugu zangu haiambatani na chochote isipokuwa ni jambo moja kubwa. Haiambatani na chochote isipokuwa ni jambo moja kubwa. Baada ya nia yako, basi ibada kubwa inayofuata baada ya nia yako, baada ya ile hamu kwenda kutekeleza ibada hii, ni jambo zima la subra. Hii ni safari, na ni safari ya kipekee sana. Nilitangulia hapa kusema pengine umewahi kwenda Marekani, Dubai, Indonesia, Uturuki na kwingine kote ambako umewahi kusafiri. Hii safari ina matukufu yake, kwa sababu kila hatua unayopiga ni hatua ya malipo, kama alivyosema Sheikh. Kwa hiyo katika jambo lolote la kuikimbilia kheri haikosekani mitihani, hazikosekani zile misunderstandings, au sio? Kuto kuelewana baadhi ya maeneo, si kuto kuelewana kwa kugombana, hapana. Yaani kwamba huenda kuna jambo wewe hujalifahamu, lakini maelezo yake pengine wewe hujaelewa vizuri. Kwa hiyo usisite kumuuliza kiongozi, kwenye hatua hii wewe umefanya hivi, je, umepatia? Lakini ikitokea katika hali tu ya kibinadamu kwamba pengine umekerwa na lolote ambalo pengine umeliona wakati huu wewe umekereka, tanguliza subra, kisha usikae nalo, uliza ama liseme, ili ile hali ya kibinadamu kwamba ulikuwa una jambo na kisha umelitoa, hatua hiyo inakuwa imepita. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mji ambao tunakwenda kukutana na binadamu wenzetu, wanaishi kama sisi tunavyoishi nyumbani, sawa wanauza na kununua kama sisi tunavyouza na kununua. Uzuri wa ile miji, utukufu wake ni kwamba amelala pale Madina Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kila mmoja ana namna yake ya kuliendea jambo lile. Kadhalika tukifika Maka, ndiko ambako amezaliwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna namna ya watu wanavyoishi na mazingira kwa ujumla wake. Kwa hiyo kuna mengi ya kuyaeleza ambayo yanaendana na maisha ya kawaida. Kwa hiyo jambo lolote ambalo utakumbana nalo katika safari yako, tanguliza subra ili kuweza kupunguza munkari wa yale ambayo pengine yatapelekea ibada yako ikawa ni yenye kuingia dosari. Mengi ama katika yale ambayo ameeleza Sheikh, kabla Sheikh Abdurrahim akirejea hapa kumpa nafasi ya kuendelea na taratibu zingine za kiofisi. Ndugu zangu, hii safari tunakutana na watu wengi, na namna ya kuamiliana na watu hao tuna njia sisi ambayo tunaitumia, na njia hii ya kwanza ya kuitumia ni kuweza kumpa mtu sikio, kwa maana ya kumsikiliza anahitaji nini. Sasa eneo la kwanza ni hili ambalo mmeanza kumsikiliza Sheikh Maulid. Tunaomba radhi kwamba tulikuwa tuna mengi hapa, yani haya ambayo Sheikh Maulid alikuwa akiendelea kuyasema, hiyo mikati, sijui Dhulhulaifa, hizo taa za kijani pale Safa na Marwa, zote zitakiwa ziwe displayed hapa. Isivyo bahati, nafikiri ndugu yangu technician pale, mambo yamekuwa sio mazuri, lakini hiyo sio sababu ya kuto kuelewa, ama si sababu ya ibada yetu ya kuto kwenda kutekelezeka
vizuri, ibada zetu tutakwenda kuzifanya vizuri, kwa sababu hizi semina zitaendelea tukiwa katika maeneo halisi, kwa maana ya pale Madina na pale Maka, na hakuna atakayeacha, kwa sababu utaratibu wetu ni kwamba tukifika tu baada ya kuacha mabegi ofisini, ya hotelini, tutapeana muda wa kukutana reception na tutaondoka pamoja. Tutaondoka pamoja kwa maana ya kwamba kila mmoja anamuona mwenzake yupo kwa utaratibu wetu maalum. Tutaingia msikitini, tutasoma dua baada tu ya kuishuhudia Al-Kaaba, na pale mara nyingi huwa kuna vituko vinatokea. Pengine miongoni mwenu wapo ambao wataonyesha vituko hivyo, sawa Unajua Al-Kaaba ni moja kati ya vitu ambavyo vina hamu ya kuonwa na kila mmoja katika Uislamu, au sio huwa tunapata tabu tena, mtu mwingine pale maskini ya Mungu amefika ndo anaiona Al-Kaaba, badala ya kuanza na dua ya kushukuru kuiona Al-Kaaba kama alivyosema shekhe, yeye anaanza na kilio, sawa Lakini na sisi kawaida yetu huwa tunamwacha huyu mtu aliye kwanza amalize kilio chake, alafu tunamkumbusha basi mshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kwa kuanza kuiona ile Al-Kaaba, au sio Alafu tunateremka, kuna utaratibu maalum wa kuingia msikitini. Tukifika tunafika kwenye eneo la kuhirimia, kwa maana ya kuashiria kwamba sasa rasmi tunaanza mzunguko wa kwanza, kama alivyoeleza Sheikh Maulid kwa kusema bismillahi Allahu Akbar. Tunaanza mzunguko wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka wa saba. Sasa ikitokea labda ni ongeze kidogo, ikitokea tunafanya tawafu, imefikia sehemu pengine wewe ni binadamu, tulipotoka tumekula tumekunywa, ikiwa unafanya tawafu, mtu mwingine anaweza kajiuliza, nikiwa nimeshikwa na haja na kwenda mimi kutaka kujistiri tena, sheria inaniambiaje? Kwamba niendelee nikiwa nina haja yangu ya kujibana hivyo hivyo, ama nafanyaje? Hapana, unatakiwa unatuambia Sheikh Tembo ama Sheikh Maulid ama fulani katika watu ambao viongozi mtakaokuwa mmetushuhudia pale, bana nakwenda nimebanika, wewe niambie tu nimebanika. Basi mimi kwa kuwa nafahamu vizuri kwamba sasa hapa tulipofikia pengine ni mzunguko wa pili au wa tatu au wa nne, namwambia kiongozi mwenzangu, bwana mimi natoka kwenye mstari huu, sawa, ili afahamu kwamba Tembo na fulani wanafanyaje, wanatoka, wasipate mashaka wakiwa wanageuka hawatuoni tena, kwa maana tutatoka sasa nje kabisa ya msikiti kutafuta choo kilipo, ujihifadhi tena, uchukue tena udhu, tutafute mlango wa kuingia tena msikitini, ili tunakwenda kuendelea pale pale. Kama tulikuwa tumeishia mzunguko wa 4, tunakwenda sasa kuanzia pale tulipoishia. Kama tulikuwa tujakamilisha mzunguko wa 4, tunakwenda kukamilisha mzunguko wa 4, tunaingia wa 5, wa 6 na wa 7. Kipindi hiko naamini wenzetu pia watakuwa wameshamaliza, wameshakwenda kuswali raka 2 nyuma ya makamu Ibrahim, pengine wameshatoka wamekwenda kunywa maji ya Zamzam, wameshaingia sasa kwenda kufanya Safa wal Marwa. Kwa hiyo na wewe lazima nikupeleke katika hatua zile zile. Hatutasema sasa kwa kuwa wenzetu wako kule twende tukamalize kule, tutakuwa tunavuka zile nguzo muhimu ambazo zinatakiwa zifuatwe katika utekelezaji wa ibada hii ya umra. Hivyo utaratibu wetu ni kwamba ukihisi kwamba una shida usiache kusema, kwa sababu usiposema huenda ikapelekea jambo hilo kutokusema ukaharibu ibada yako. Kwa hiyo safari yako yote ya kujiandaa huku, kuweka nia, ukaacha majambo yako, ukapanda ndege, ukapata shida ile ya safari kama msafiri, ukaenda ukaharibu jambo lako sehemu ndogo tu ya kutokusema, utakuwa umejidhulumu, lakini pia vile vile utakuwa umetudhulumu na sisi, kwa sababu utakuwa hujatutendea haki kwa majukumu tuliyoyabeba kwa ajili yako. Kwa hiyo ndugu zangu, naomba niwatoe hofu yoyote ambaye pengine maelezo haya yalikuwa yanamtia uzito kwamba itakuwaje mimi sasa jamani. Hapana. Na kwa wale ambao wanahisi kwenye safari hii umefika sehemu unajisikia ni mzito, huwezi kutembea, upo utaratibu, tutakubeba na wheelchair, tutakufanyia utaratibu wako maalum. Lakini hii mara nyingi inakuwa ni sehemu ya ziada. Ikiwa una maradhi, tuambie kwamba jamani, mimi siwezi kutembea kilomita nyingi. Na hata sasa hivi pengine Najash, hebu ingia kwenye mtandao, angalia YouTube live sasa hivi Maka ikoje. Kwanza napenda pia kuzungumzia upande wa hali ya hewa. Tumekwenda hii Disemba Madina, nafikiri mmeiona kidogo
yani watu tulikuwa tunatetemeka, yani ile baridi utafikiri tuko Arusha au tuko Njombe. Alhamdulillah, mashallah. Nafikiri kidogo sasa hivi kutakuwa na kijua kitakuwa kinapatikana. Tunaweza tukaangalia hali ya hewa Maka na Madina sasa hivi ikoje. Maana yangu ni kwamba tunaweza tukajiandaa, na kwa wale ambao pengine huwa wanasumbuliwa muda mrefu na baridi, beba koti lako ama beba nguo nzito nzito ambayo itakuhifadhi na baridi. Kama huwezi kubeba kwa kuhofia mzigo mzito, Maka na Madina ni maeneo binadamu wanaishi, kwa hiyo chochote utakachokihitaji kinapatikana pale, kwa maana ya nguo nzito ama makoti ama mashuka yale maalum kwa sababu ya kujihifadhi na baridi. Kwa hiyo hayo ni maeneo muhimu ambayo nimeona ni yaweke wazi ili kila mmoja awe huru kuweza kuona safari hii kwake haitokuwa na mashaka hata kidogo, isipokuwa lile ambalo Allah tabaraka taala atakalokuwa amelikadiria. Kwa kuwa maelezo ya shekhe yalikuwa ni mengi, sasa maiki hii inarudi kwenu kwa sababu ya kila mmoja kuuliza swali pale ambapo alikuwa hajapaelewa. Kwa hiyo naomba maiki hii nirudishe kwenu kwa ajili ya kumuuliza swali shekhe katika eneo lolote ambalo lilikuwa halijaeleweka. Karibu kaka. Mimi naitwa Ramadhan Maulid Kambuga. Naam. Natokea mkoa Kagera. Karibu. Karibu. Swali langu ni kuhusu nia. Tunasema niyatul mu'min khairu min al-amal. Naam. Sasa hiyo nia mpaka tutamke au hata ikiwa kwa sababu kutokea hapa kwenda tayari ni nia, au mpaka tufika kule tutamke tena? Asante. Shukran. Ndugu yangu kakaangu yeye amebaki kwenye nia. Tukusanye matatu au hili linatosha? Swali lingine? Baba? Kuna swali lingine? Naam kaka, karibu. Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Swali langu lipo hapo kwenye nia. Kuna wengine kwa mfano wamesilimu. Naam. Na hawajui Kiarabu. Swali langu lilikuwa nia unaweza ukaisoma kwenye moyo au lazima utamke yale maneno? Au kwa lugha gani? Au kwa lugha gani? Au sio? Asante. Naam, kuna swali lingine? Najesh. Assalamu alaykum. Salaam alaykum. Naitwa Najesh, maarufu Arabic Service. Alhamdulillah tumeshajiandaa kifikra, kiroho. Brother Khamis amesema kwamba ikiwa mtu ameona Kaaba kwa mara ya kwanza kuna vituko, lakini mimi sidhani kama ni vituko, kwa sababu kuna watu mpaka sasa hivi hatulali kwa ile hamu ya kwamba tunakwenda kuiona Kaaba. Sasa ikiwa nimeiona and then nikalia au nikasujudu, kuna challenge yoyote? Hilo la kwanza. Na pia sehemu gani rasmi ambazo dua zangu zitaitikiwa haraka? Naam. Asante Najesh, maarufu Arabic Service. Kwa wale ambao mnafuatilia mitandao, Najesh ni mwalimu wa Qur'ani Wengi tuandika kule Arabic Service, utamuona yule ambaye anafundisha hapa, ukifika hapa afanye hivi, ndio yeye. Wewe tutakuwa naye inshallah. Shamalodik, karibu tafadhali. Alhamdulillah, sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa alihi wa ashabi ajma'in wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Swali zuri la ndugu yetu kwamba je, hii nia ambayo tulioielezea ambayo inaingia katika arkanul umra, tukasema ya kwanza ni al-ihram, na al-ihram ni niyatu dukhula fi nusuk, nia ya kuingia katika nusuk. Kwamba je, ni lazima kutamka au inatosheleza ile kama ilivyosema niyatul mu'min khairu min amal? Aljawabu ni kwamba an-niyatu mahalluha fil qalb, yani hiyo ndio makubaliano wanaozuoni wote, nia sehemu yake ni moyoni. Bila shaka nia sehemu yake moyoni. Na wakati naanza darsa hii nilitoa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasema litaakhudhu anni manasikakum, chukueni kutoka kwangu ibada zenu. Sasa miongoni mwa utaratibu wa mtume wetu Muhammad ya ibada ya hija na umra kwa kuitamka,
tofauti na nyinginezo, lakini inatosheleza katika moyo bila shaka. Ile kusema labbaik Allahumma biumra, hiyo ni mwenendo wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini ile nia katika moyo ndo mahalluha, yani an-niyatu mahalluha fil qalb, nia sehemu yake ni moyoni. Kwa hiyo hii talaffudh katika nusuk iliyopo moyoni inatosheleza. Na katika faida wanasema ahlul ilmi, yani mathalan yawezekana wewe unakwenda kumfanyia umra ndugu yako, ile ibada inakuwa ni kwa ajili yako au kwa mzee wako? Aljawabu ni kwa mzee wako, sababu wewe umeghafilika tu, lakini nia yako ni ile ambayo ulikusudia kwamba hii hija au hii umra naenda kumfanyia mzee wangu. Kwa hiyo hapo itahesabika ni ile ya nani? Ya mzee wako. Imeeleweka? Kwa hiyo hilo wala hakuna shaka, ni utaratibu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye mwenyewe akasema litaakhudhu anni manasikakum, jamani chukueni kutoka kwangu ibada zenu. Nasi tunajitahidi kupita vile vile ambavyo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyotufundisha. Kadhalik swali la ndugu yetu hapo kwamba je, ni sharti kwamba lazima kuitamka hivi? Nia ni kama tulivyosema ni sehemu yake katika moyo. Kwa hiyo si sharti kusema hivyo. Ndio maana wengine wanasema nawaitu umra, haina nia, haina tatizo, kwa sababu tatizo ni makusudio ni nini? Ni ile nia kwamba naweka nia kwa ajili ya kutekeleza umra. Sema ni vitu ambavyo walillahi alhamdu hii kaifia, na hata kama mtu ndo amesilimu leo akielekezwa, sidhani kama itachukua muda mrefu kusema labbaika Allahumma biumra, lakini an-niyatu mahalluha fil qalbi, hiyo ndio wameafikiana wanawazuoni wote. Na ama jinginelo naam, kuiona al-Kaaba. Al-Kaaba al-musharrafa ni qiblatu lilmuslimin, qibla ya Waislamu. Walillahi alhamdu, watu wanapoiona ile al-Kaaba wengine wanapata yani ile furaha ya hali ya juu, kama alivyosema Sheikh Tem, kuna watu wanalia, kuna watu. Kwa hiyo ni jambo ambalo si jambo ambalo linalokatazwa katika hilo, na mtu kama ataporomoka sajdatu shukr pia hakuna neno, sababu miongoni mwa sajdatu shukr ni kumshukuru Allah tabaraka wa taala kwa kuliona lile. Kumbuka mwaka mmoja nafikiri 2019 ile kabla ya corona, tulivyokuwa haji, tulisafiri na bwana mmoja anaitwa Juma, anaishi Ivory Coast Tanzania. Naye alipofika pale ni mtu ambaye mchangamfu, yani kiasi kwamba huwezi ukatarajia labda, unajua kuna mtu ukimwangalia leo labda ujasiri, wengineo subhanallah anapopata lile jambo anakosa nguvu, yani alipofika pale akakosa nguvu. Kuna wengineo unakuta jasiri miraba minne, siku ya kuoa tu jasho, yani mtu anashangaa huyu ndo mbona sisi tunamwona ni mtu jasiri, lakini jambo hili la ndoa anapata hofu au analia. Sasa yule bwana alikuwa ni hivyo, fika pale subhanallah alilia mno kiasi kikubwa sana, kiasi kwamba mpaka alikosa nguvu fulani. Ala kulli hali jamaa wakamsaidia, tukamaliza ile tawaf. Sasa tulipokuwa hotelini kule, akaniambia shekhe, mimi nimetembea katika miji hii mikubwa karibia yote dunia nzima, kwa sababu ni watu wa Madina wale, lakini wallahi nilipofika pale, yani kuna kitu ambacho nilipata, yani nasema hivi, kweli mimi ningekufa sijafika hapa kuiona hii Kaabatul Musharraf. Yani hilo jambo tu na ile jamaa, sababu ya kwenda hija ni sahibu yake mmoja kule Ivory Coast. Ambaye wewe akhi, kwa nini uende kuhiji? Anasema nitakwenda ba.
mbona wewe una uwezo pengine kutuzidi hata sisi, nitakwenda, wenzio washakwenda mara 2 mara 3. Kwa hiyo alivyofika pale ni jambo ambalo lilimtikisa, akaona kweli mimi hivi ningekufa sijafika hapa. Kwa hiyo ni sunna vile vile unapoona kitu ambacho labda kumshukuru Allah, kuporomoka sajidati shukr, hakuna neno. Kuna neno. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinatokea automatic kutokana, unajua hizi nyoyo zimetofautiana na ile kuyapokea mambo kwa katika nyoyo za wanadamu pia imetofautiana. Kwa hiyo hilo halina neno. Nafikiri Sheikh alitumia kama ni vituko, labda ilikuwa kwamba katika yale mazingira, yani ina maana kwamba mbona huyu ameangusha kilio hapa, ni ile mahaba, mapenzi, na naona pengine subhanallah, ile eneo takatifu hapa ndo mamba al-wahy, ndo Qur'ani imeshuka hapa, hii ndo Kaaba ya ndo qibla ya Uislamu wote, hapa ndio Maka, mji mtukufu uliko yote, hii ndo makamu Ibrahim. Na ndio maana miongoni mwa kheri wanazozipata mu'tamirin hujjaju baitullahi alharam ni kushuhudilia athari za janna, vitu vya peponi. Mtume anasema mfano hii hajar al-aswad min aljanna, hii ni jiwe jeusi ni katika mawe peponi. Unashuhudilia makamu Ibrahim, unashuhudilia Safa na Marwa, unashuhudilia al-Ka'batul Musharrafa. Kwa hiyo ni mambo, ni sehemu ambayo tukufu sana, na ndio raudha katika Madina, bali katika sehemu, ndio maana kuna hurumatu Makkah ambayo mtakuja kuelezewa utukufu wa Makkah. Kuna adabu za kuingia katika mji ule. Sehemu nyingine yote unaweza ukaingia tu, lakini sio Makkah al-Mukarrama. Ndio maana pale ukadhania tu hata mambo maovu, wa illa mtafala, hata kama hujafanya unapata madhambi. Hilo ni hasa katika Makkah, tofauti na sehemu nyinginezo. Yani ni sehemu tukufu mno, ambao unakwenda kukanyaga katika ardhi ambayo ardhi tukufu kuliko zote, ambayo Allah tabaraka wa taala ameiapia katika Qur'an al-Karim, wa hadha al-balad al-amin, na huu ni mji wa amani, mji mtukufu. Kwa hiyo niliona nitoe faida katika hizo inshallah. Wallahu a'lam. Leo hapa hayupo. Yeye mezungumzia kuhusu unasema tukifika katika tufae sandals kwa wanaume, lakini nimekuwa nikijaribu kumtafutia sandals za kumtosha, ilikuwa changamoto kwa sababu kidogo yeye ana miguu, size ya miguu yake ni mikubwa. Sasa sijui hii itakuwaje kwa upande wake, kwamba atatembea pepo au itakuwaje hapo kwenye kutekeleza hiyo ibada. Lakini la pili, tuna muda wote kichwani vipara, ndevu hatuna, na sijui linakuwa vipi, mambo tofauti ili kuweza kujua itakuwaje. Amenikumbusha hapa, kuna mtu aliuliza maeneo ya kuomba dua, yani wakafatu dua. Kwa hakika miji ile ni miji mitukufu sana, na ima katika al-Kaaba ni sehemu yote, lakini kuna sehemu inaitwa multazam, ni baina al-hajar wal bab, ndio inaitwa multazam kwa sababu walikuwa wakilazimiana pale wema waliotangulia kumuomba Allah tabaraka wa taala. Yani ile hajar al-aswad kabla ya kufika katika albab, mlango wa Kaaba, pale kuna eneo inaitwa multazam, ni sehemu ya dua. Ukifika usawa ule muombe Allah tabaraka wa taala, kwa sababu unapozunguruka ile Kaaba hakuna adhkari au dua muayyan, soma sana dua, lakini Safa wa Marwa, baada ya kusoma ile aya katika Safa ukasoma ile adhkar, nyanyua mikono, omba dua kama mtume alivyofanya pale. Kadhalika katika Marwa, ukitoka Safa karibia zote zile mara 7, Safa muombe Allah, Marwa muombe Allah. Lakini kadhalika Masjid al-Haram yenyewe kwa ujumla ni msikiti mtukufu mno, tumia muda mrefu kusoma dua. Nenda usiku,
qiyamul layl, muombe Allah, fanya dua. Kwa hiyo kwa ufupi ni maeneo matakatifu sana. Na ama alilouliza swali ndugu yetu hapa, suala la viatu, kama tulivyosema, hairuhusi kuvaa haya mabuti kwa sababu natakikana uvae viatu vya wazi, viatu vya wazi. Na tunapozungumzia labda mzee ndio hivyo, miguu yake anasema ni kubwa sana, lakini kama yeye labda ingelikuwa anapata madhara fulani katika sherehe, nadhani ile kilojistiki sana. Naam, ama kuhusiana na nywele, wale ambao kweli hawana nywele unatakiwa upitishe tu angalau uwembe, yani ina maana kwa wale mahallaq, wale wanyoaji, atapitisha tu katika sehemu zako yote, na hapo unakuwa umetahallul. Yani ina maana ile kweli kuna mtu umbile lake aslan hana nywele, wapo hao, na kuna mwingine ambaye yeye ananyoa tuseme muda mwingi. Kwa hiyo pia tashauri kama kipindi kifupi kabla, basi ziachie kidogo ili uweze kunyoa, na kama zinaleta shida basi moja kwa moja utapitisha tu ile uende juu yake, yani ili mradi kuwa na hiyo utaratibu ambao Mtume anasema rahimallahu almuhalliqina, Allah awarehemu wale ambao wenye kunyoa, walmukassirina. Sahaba mmoja akasema juu walmukassirina, wale wenye kupunguza, Mtume akasema walmukassirin. Na ama wale ambao kuna mwingineo bado hanyoi kabisa, labda kutokana na madhara ya kichwa, basi huyo sheria atatakiwa atoe fidia au apunguze hata kidogo, Yupo sahaba alikuwa na wale wadudu nini wale alqummal, Waarabu wanaita chawa, Mtume akamwambia nyoa na utoe fidia. Kwa hiyo wallahu a'lam. Kina mama vipi, maswali hamna? Afadhali ningeshangaa kama semina ingeisha huku hakuna maswali. Karibu. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nina swali moja. Shehe mwanzo alituambia kwamba unaweza kumfanyia umbo mzazi wako, ama baba ama mama. Swali langu ni hivi, umbo hii naenda kufanya mimi kama mimi mwenyewe, naweza kuunganisha na mzazi wangu baba ama mzazi wangu mama, nikafanya dabo kwa wakati mmoja? Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi naitwa Mahfudh. Swali langu Sheikh, pale kutambua au kama tunafundishwa katika mji wa Maka kwa tufanye sana ibada ndio swala qiyamul layl na kadhalika, na tunaona kwamba mara nyingi tuko pamoja makundi, hasa nauliza kwa mfano wakati usiku kama qiyamul layl tumelala zangu, je, naweza nitatoka peke yangu kwa kufanya ibada bila kupotezana na wenzangu? Ndio swali langu. Shukrani. Hilo la kwangu hilo. Ngoja tumalize kwa dada. Assalamu alaykum. Swali langu ni kwa nauliza, halipishani kidogo na mama pale kumfanyia mzazi wako, kama mimi alivyosema, kama yeye anakwenda alafu ndio kumfanyia pia na mzazi wake. Sasa kama mimi labda baba yangu ameshakufa, naweza kumfanyia, je, na mama yangu ambaye ni mzima unaweza kumfanyia? Hilo la kwanza. La pili, katika ile nia, zile nia kuweka, unakuwa unaweka vipi? Kwa mimi mwenyewe ambaye nataka nifanye na yule mzazi wangu nataka nifanye, zile nia unakuwa unaweka vipi yani? Assalamu alaykum.
Mimi swali langu ni kuhusu Masjid na Al-Haram. Je, tunapata nafasi nyingi ya kuweza kusali pale au nafasi ni hiyo moja tu tunapoingia kwa ajili ya kufanya ile ibada? Al-Haram. Naam, alhamdulillah. Kuhusiana na swali la kwanza la mama yetu hapa, je, inaruhusiwa kufanya umra mbili, yani kwa pamoja, mathalan yeye nia yake na nia ya mzazi wake? Aljawabu, hiyo hairuhusiwi. Yani huruhusiwi katika sheria kufanya two in one. Jambo hilo haliruhusiwi, bali wewe tekeleza. Na ndio maana yule ambaye alishafanya umra au alishafanya ibada ya hija kipindi chake, basi anaruhusiwa kwenda kumfanyia ibada mzazi wake. Au kadhalik, miongoni mwa tuweza kusema mazuri ambayo yanayofanywa na taasisi ya ndugu zetu Ibn Battuta, mu'tamirin katika ziara zao wanakwenda Taif. Huu mji wa Taif ni katika miji ya kihistoria ambayo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikwenda huko kuwalingania Uislamu baada ya kusumbuliwa na watu wa Maka. Kwa hiyo kule Taif, wakati wa kurudi, tulitaja hapa kuna miqat, kuna zile miqati tano, mojawapo inaitwa Qarnul Manazil au Sairul Kabir. Ni miqati ambayo ipo njiani wakati mnatoka Taif. Kwa hiyo viongozi watakupeni utaratibu pale, baada ya kutekeleza ibada yako ya umra, baada ya mapumziko mafupi mtakwenda ziara ya Taif. Kwa hiyo wakati wa kurudi Taif mtapita katika miqat. Kwa hiyo hapo tayari nyinyi mmekwisha tekeleza umra. Kwa hiyo ile miqat ya Qarnul Manazil, basi pale utaweka nia sasa ya mama, labbaik allahumma bi umrati an Maimuna, labda mama anaitwa Maimuna. Kwa hiyo hapo unakuwa umepata faida ya umra yako ulishaifanya, alafu na umra ya mama. Kwa hiyo ni katika taratibu ambayo utaratibu wa sheria, yani hairuhusu kufanya nia moja au kwa mbili. Ima katika hiyo ni fursa adhim, na wengineo huenda pale wanaita tan'imu Masjidu Aisha, ambayo wanaenda kuweka nia kwa ajili ya umra za ziada, lakini lazima utoke. Na ima suala la kumfanyia wazazi, sharti ya kumfanyia mzazi yapo mawili. Kwanza, awe ametangulia mbele ya haki, lakini jambo la pili, awe ni mgonjwa sana, labda pengine hawezi akasafiri, hawezi kuimudu safari. Lakini kama ana afya yake, huruhusiwi kumfanyia, ni kumwombea Allah tabaraka wa taala naye ampe fursa ya kuja. Lakini kama hawezi kusafiri kutokana na maradhi, hawezi kakaa katika chombo cha usafiri na nini, hauruhusiwi kumfanyia, labda awe anaumwa sana. Lakini akiwa ni mtu mzima sana pia unamfanyia, lakini akiwa hai huwezi ukamfanyia. Na hii miongoni mwa mambo mengine watu wengi hughafilika, labda pengine kutopewa ile miongozo, kwa sana mimi namfanyia baba yangu. Baba yako yupo hajambo kabisa, ana afya njema kabisa, huruhusiwi kumfanyia. Wallahu aalam. Kuna swali nyingine la kupata muda wa kuswali Masjid al-Haram. Nafikiri hili Sheikh Tembo aliunganisha na mzee pale kwamba je, watu watakuwa tu wamebanika labda au watapata fursa mwenyewe kwenda kuswali. Nadhani hilo jambo linaendana na la mama yetu pale. Jamani, hii ni safari
safari ambayo tumeitilia nia kwamba tunakwenda kwa sababu ya kutekeleza ibada ya umra. Lakini kabla hatujafika Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya umra, tutakuwa katika mji wa Madina, ambapo pale tunasema mji ule ni kwa ajili ibada katika Masjid Nabawi pamoja na ziara za kisheria katika maeneo matukufu ambayo Bwana Mtume Muhammad SAW alipita. Moja kati ya maeneo hayo ni katika Masjid Quba, ambapo inaelezwa katika hadithi sahihi kabisa kwamba yeyote ambaye atachukua udhu kutoka nyumbani kwake na akafanya ziara katika msikiti wa Masjid Quba ama msikiti wa Quba, akaswali rakaa 2 tu, labda tahiyatul masjid au pengine ukaswali sunna yoyote katika au swala yoyote katika swala katika msikiti ule, basi uzito wake ni sawa sawa kama vile umefanya umra. Si ndio shekhe? Kuswali tu rakaa 2 katika msikiti wa Quba, na tutakwenda na tutafanya hivyo. Sasa maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba hizi ziara tutawapeleka, kisha baada ya hapo kutakuwa na maisha ya kawaida kabisa mtu mwenyewe binafsi. Sasa ukiwa ni mtu wa shopping, mtu wa kutembea kwenye malls, hilo ni jukumu lako. Ikiwa na mtu ambaye unataka kutekeleza ibada, umeswali adhuhuri yako au alfajiri yako kwenye msikiti pale, kuna kona nyingi, kuna misaafu imejaa pale, una udhu wako, umekaa kwa sababu kuna la kwako limekupeleka kwenye mji ule, ukadumu kwenye eneo hilo, hilo itakuwa ni bora zaidi kuliko miguu yako kuipeleka kwenye maduka kwa sababu ya dhahabu na kile utakachokipenda. Kwa sababu miji ile na mashallah alhamdulillah mtakwenda kushuhudia kwamba ukiwa ni mtu wa malls, basi mamolo yale yatakubeba na utaishi nayo. Lakini ukiwa ni mtu wa ibada, basi msikiti upo na taratibu zake zipo, utakaa utafanya ibada. Maana yake ni hii, ni kwamba jukumu letu sisi ni kukutoa hapa, kukupeleka katika eneo maalum utakalokuwa umefikia. Jukumu la jitihada za ibada sasa ni la kwako mwenyewe. Jukumu kubwa linalobakia la kwetu sisi ni kukutoa katika tena mji wa Madina, kukupeleka Maka, sawa, na kuisimamia ibada yako hasa tani iliyokupeleka ambayo ni umra, uifanye katika misingi iliyokuwa ya sawa sawa. Baada ya hapo jitihada binafsi ndio zinahitajika. Najibu sasa swali la msingi kwamba umeinuka saa 8 kwenda msikitini. Sisi tunasema hivi, sisi kutoka kwako hotelini utuambie tu, jamani, mimi leo nitatoka, msinitafute. Kwa hiyo umetoka umekwenda msikitini babangu, umetafuta kona yako kulia na ya kwako. Haya ndiyo ambayo tunatarajia kwa watu wote. Yaani hatutarajii kwamba tena kule tulikuwa tunasukumana kwamba eti wakati wa swala ya adhuhuri imeingia eti kuna mtu bado, yani hahisi yani kama yupo kwenye mji mtukufu, wala hahisi kwamba kuna ile kuswali sunna rakaa 2 kwamba anapata thawabu ya 100,000 kwa swala moja. Yani kwamba mtu wa namna hii tukiwa naye kwenye grupu hili, wallahi itakuwa ni maajabu. Yatakuwa ni maajabu kama atapatikana mtu swala ya jamaa inaendelea msikiti wa Madina ama Maka, yeye yuko hotelini, labda isipokuwa awe na dharura za kimsingi ambazo hazitomwezesha kutoka kwenda kuswali. Sasa maana ya hii safari wewe kujikusukusu, kujibeba kutoka hapa na semina hii, itakuwa vyote hivyo itakuwa havina maana. Alafu zingatia ni siku machache, siku 10 tu, 5 Madina, 5 Maka. Kwa nini usijifunge ukajikusukusu? Tunasema yani ni kwamba lazima uswali swala zako 5 katika msikiti wa Madina. Na isitoshe kwamba tunakaa karibu na msikiti, yani kwamba subhanallah, yani niseme kwamba akitokea mtu wa namna hiyo kwamba swala inaendelea, yuko hotelini anachati, kwa sababu kutakuwa na free wifi kila kitu, au swala inaendelea yeye yuko mola anaangalia dhahabu, au tunaangalia kanzo katika kina baba, itakuwa ni maajabu katika maajabu makubwa. Na safari yako hii au kwa nia yako hii unayoiweka itabidi uikague tena upya. Maana yake ni kwamba ruksa kutoka wakati wowote unaohitaji kwenda kulia na la kwako babangu, na hata kona za ule msikiti ukiwa ujini, niambie babangu nipeleke, nitakupeleka. Mwambia ndugu yangu hapa, hebu sasa tukae tulie pamoja, lia na yako na mimi nalia na ya kwangu. Maana yake jamani, tusumbuane kwenda kuyajua maeneo matukufu kwa sababu ya ibada zetu. Kila mmoja hapa ana la kwake anataka kwenda kulisema. Uongo jamani? Kila mmoja ana la kwake. Na najua tukifika kule kutakuwa na ile usumbufu ule. Sio usumbufu by the way. Ile raha ya mimi kuambiwa bana
Sasa bwana, leo mimi na hamu kwenda kushika Al-Kaaba. Moja kati ya kazi zetu kubwa ni hizo. Kwa maana unataka kwenda kuigusa Al-Kaaba, umefika pale unaona siku ya 5 hii, mbona kama siku zinayoyoma hivi, sielewi. Wewe niambie. Tutapanga muda wetu mzuri kabisa. Tutaelekea pale. Ila nitakuuliza tu bwana, una pawa ya kwenda? Haya bwana, mimi nayachukua udhu twenzetu. Kwa hiyo jamani, maisha ya kule ni maisha ya raha. Ni maisha ambayo tunafungamana kama ndugu wa pamoja. Unala kwako, sema umeniona mimi, umemwona Sheikh Maulid, umemwona Sheikh Ibrahim, umemwona ndugu yangu hapa Abedi, au katika yoyote ambayo tumekuambia kwamba huyu ni kiongozi, tafadhali muone, mueleze shida yako. Kwa hiyo niseme tu jibu la jumla kwamba tunakwenda kuishi maisha ya kifamilia kama ndugu, tunakwenda kuishi maisha ya kumlilia Allah tabaraka wa taala. Na ninachoshukuru kwamba mara nyingi huwa tukiondoka kama hivi automatically inatokea kwamba tunakuwa ndugu wa ghafla. Yaani sote sisi tumekuwa ni ndugu, tunakimbiliana kwa shida na raha. Tunaondoka pamoja kwenda msikitini. Kina mama na mashallah bwana, kina baba mimi naomba niwape siri. Katika magrupu yote ambayo tunaongoza, kina mama siku zote wanakuwa wallahi wako very active. 100%. Wakitoka kuswali alfajiri, akirudi hotelini pengine labda kunywa chai mwenyewe kajiweka sawa. Adhuhuri labda pengine inaingia kule saa 5:55 au saa 6 kamili. Yeye saa 4:30 tayari kwa msikitini ndani. Kumuni. Ongereni sana kina mama. Ongereni kwa sababu ya hao waliotangulia, na nyinyi mkawe mfano, ikiwezekana muwapite. Sawa sawa jamani Hakuna kukaa hotelini. Hotelini ni kwa sababu tu ya kupumzika kidogo, unajiweka sawa mwili wako, udhu wako, safari msikitini. Sababu grupu lipo, toa tu taarifa, jamani mimi fulani baada ya swala ya dhuhuri sirudi mpaka magharibi. Na kona za kula kunywa zipo hapo kibao. Una kijana chako ushachenche, una reali zako 200 300 au mia ngapi, utakula. Kona za kula ziko nyingi, utafurahi. Na uzuri alhamdulillah, Mama Fatuma itabidi pia kina mama kufahamu, na leo ndio siku yako ya kutambulisha. Tuna mama yetu kiongozi ukti Mama Fatuma Khalid. Kina mama mkimaliza hapa mtakaa naye kikao. Huyo nyinyi ndio mtakayeishi naye, anajua kuona zote Maka na Madina. Huu mwaka sijua 25 anapeleka mahujaji. Kwa hiyo mtakaa naye, maswali yenu yote atayabeba yeye, maisha yenu atayabeba yeye. Sisi kina baba huko na sisi tuna maisha yetu, tutakuwa tunaishi pamoja. Kwa hiyo jibu la moja kwa moja ni kwamba swala la kuamka kiamu leili litakuwepo, na umri uliopita tulikuwa tunagonga kabisa vyumba. Amkeni tuendeni jamani. Sasa hebu jalia kwamba Mwenyezi Mungu anasema yule ambaye ataamka saa 8 usiku 9 ama katika usiku wa mwisho, mimi nateremka katika arishi yake, anateremka katika arishi yake kumtaka kumuuliza anamuuliza mja wake, nani yuko hapa kwa ajili ya kumsamehe? Nani anataka nini nimpe? Jalia Mwenyezi Mungu anakuuliza katika viwanja vya Maka na Madina, unataka nini? Unataka nini? Kwa jamani, haya masiku muhimu tuyatumie vizuri, na inshallah tutaelekezana katika kila engo, katika kila kona ambayo Allah atakuwa ametuafikisha. Nafikiri nimejibu sawa yale maswali ya dada yetu kule kuhusiana na kwenda kushinda labda pengine Masjid Haram na jambo hili la kiamu leili. Naam Abedi. Haya, ndugu yangu Abedi hapa ananiambia kuhusu kupotea. Kuhusu kupotea ni jambo la kawaida ambalo mara nyingi huwa tunalitegemea kutokana na mazingira ya ugeni tunasema, au sio Ni jambo la kawaida. Ikitokea tumefika ama umetoka peke yako, umetumia njia ambayo pengine siku zote tunaitumia, lakini ikatokea bahati mbaya wakati unarudi umekatiza njia nyingine ambayo huielewi, jambo la kwanza unachotakiwa kufanya, wala usipanic. Tulia hapo ulipo. Kama umeshazunguka njia ya kurudi hotelini uielewi, wewe moja kwa moja, kama unawasa kwenye simu yako, kwa maana una mawasiliano, yani kwamba una bando, kwa sababu tukifika ni kwamba lazima tubadilishe, tutengeneze line ya nchi husika kwa sababu ya kuendelea kuwa active kwenye mawasiliano, na tutafanya hivyo na tutaelekezana, wala hakuna shida. Na mara nyingi huwa tunafanya wale vijana wa Kisaudia kwenye kusimamia ile mitandao ya mawasiliano, huwa tunamuita hotelini, bwana tuna watu hapa njoo, na tunaambiana jamani, kijana yupo, kila mmoja anakuja na jiunga, anatengeneza line yake, anakuwa na bando la siku
zote 10 tutakazokuwa pale. Kwa hiyo tutaendelea kutoa taarifa nyumbani kwamba tuko salama, na kwenye grupu tunaendelea kufanya mawasiliano ya kuitana na kukumbushana katika majambo ya msingi. Kwa hiyo jambo la kwanza, ukishauhisi kwamba umepotea na umechoka, wala usianze kupaniki wala kupiga simu nyumbani huko, maana hiyo inatokea. Mtu tuko naye Maka au Madina kapotea, anampigia mtoto wake huko, nimepotea. Sasa mtoto anapiga simu kwa viongozi, mamangu kapotea, babangu kapotea. Babako kapotea, mbona sisi hatuna taarifa kama kapotea? Kwa hiyo jambo la kujifunza ni nidhamu, kuheshimu viongozi. Umepotea, rudi kwenye grupu, au sio? Jamani, mimi fulani niko sehemu fulani, piga picha hapo ulipo, sisi tutajua huyu yuko kona fulani. Kwa hiyo tutakuelekeza, kama uko hapo, hebu fanya hiki na hiki, au subiri hapo kama wewe tena kutoka. Kwa hiyo tutakufuata hapo ulipo, tutaendelea na maisha. Kwa hiyo umekumbana na jambo zito, usitoe taarifa tena ukawapa taharuki watoto huko na waache nyumbani. Tuambie sisi viongozi, ndio maana ya kuwepo kwetu. Sasa usipotuambia sisi, huyu mtoto wa nyumba huku atakusaidiaje? Huku itakuja lawama tu kwamba muangalie watu vizuri na vitu vingine kama hivyo, na hatujui pengine wakati unamueleza kwamba umemwambia ukiwa na tension na namna gani. Lakini mimi ukiniambia, najua hata kwa picha hii yuko eneo fulani, yuko ghorofa fulani. Kwa hiyo tuambie, tutakuja tutakuchukua. Maisha yataendelea mpaka pale Allah atakapokuwa ametujalia kurejea. Na tukifika kule tutaelekezana, jamani, njia yetu ni hii. Ukipotea pale, vile vyoo vina namba kuanzia namba 1 mpaka namba ngapi Abedi? Viko vingi sana vyoo. Kwa hiyo vingapi? Vingi sana. Kuna vyoo vingi sana. Kwa hiyo sisi vyoo maarufu, yani inataja namba za hivyo vyoo, ndio maeneo maarufu ambayo tukimwambia mtu, bwana wewe zunguka, ukiona umepotea tafuta choo namba 3 au choo namba 6, baki hapo. Yani hata kama masaa 24 tutakukuta, tunakuchukua, tunaenda zetu hotelini. Uzuri wa mambo ni kwamba hoteli zetu ziko karibu na misikiti. Sidhani kama yupo mtu atapotea. Ikitokea basi utaratibu ndio tuambie kwenye grupu, tutajua nini cha kufanya. Bila shaka nimetosheleza kiasi maelezo. Dada, ulinyosha tena mkono. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwanza tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutujalia afya na uzima mpaka tumefika hapa leo. Hongereni kwanza. Allah kuwachagua pia kuwa wageni wake ni jambo ambalo ni kubwa sana, ni fursa kubwa sana Allah kutuchagua ili kwenda kutekeleza ibada ya umra. Kwanza kabisa ningependa kuanza na nasaha. Nasaha hizi ni nasaha kuhusu safari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-safar qit'atun min al-adhab. Safari nini? Ni kipande cha adhabu. Siku zote tumezoea safari, kuna safari za aina nyingi. Kuna safari ya kwenda kutembea tu, mathalan safari ya kwenda Dubai au kwenda mbuga za wanyama. Hizi ni safari za nini? Za leisure, si ndio? Lakini kuna safari hii ya umra na hija, ni safari ya nini? Ya ibada. Na ibada, hakuna jambo gumu kulitekeleza mwanadamu kama jambo la nini? La ibada. Ibada ni nini? Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema kwamba ibada ni jina ambalo lilokusanya mambo yote ambayo anayapenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuyaridhia katika matendo na maneno. Ina maana kila kitu kimeingia kwenye nini? Kwenye ibada. Jinsi unavyoishi na familia yako ni ibada, kwa sababu watu wengi tunaelewa kwamba ibada ni sala, kutoa zaka, mambo mengi haya ndo ibada. Ni funga ndio ibada peke yake, lakini ibada inaingia katika kila kitu, hata muamala wako wewe na mke wako, muamala na mtoto, muamala katika biashara pia nini? Ni ibada. Kwa safari hii tunaenda safari ya kutekeleza nini? Ibada zaidi. Na nasaha yangu kubwa huwa nawaambia Mu'tamirun, tunaenda kama ni ibada lakini pia ni tourism. Sawa? Ni kama tunaenda kutua pia, kuona mambo mapya au mengine, lakini kubwa la kwanza, lengo la kwanza nini? Ni ibada. Haswa kina mama pia nawaambia mambo ya shopping, sababu tunaenda pia wanapenda kufanya nini? Ni shopping tu. Wanaweza kusema lengo kubwa wanaliacha la ibada, wanahamia kwenye nini? Kwenye shopping. Au kutekeleza ibada msikitini sana, mtu anakuwa anahamia kufanyaje? Kutembea tembea na kudhurura. Lakini
lengo kuu ni kwenda kutekeleza ibada nini ya umra. Na kama umra Sheikh alivyotuelekeza kwamba umra inafanyika ndani ya msikiti wa Maka. Yaani umra ukiangalia ni masaa mangapi? 3, 4, 2 kwa vijana, kwa watu wazima mpaka 4, 5 hawezi kufika. Sawa Na inafanyika wapi? Ndani ya msikiti. Sawa. Ibada ya nini? Ya umra. Haji ndio inafanyika nje ya mipaka ya haram, ambayo yanafanyika Arafa na maeneo mengine ya Mina na wapi. Lakini umra inafanyika ndani ya masaa mangapi? 4 tu hadi, ambayo inafanyika msikitini. Lakini safari yetu ni ya masiku mangapi? 10, ambazo siku 5 tutakuwa upande wa Madina, siku 5 upande wa Maka. Kwa ukiona ni siku moja tu tukifika, tunaenda kufanya kutoka Madina kwenda Maka, tunaenda kutekeleza ibada nini? Ya umra. Ndani ya masaa mangapi? Imekwisha. Kwa wakati mwingine wote huu unakuwa na watu kutekeleza nini? Ibada, sala 5 msikitini, kuwa busy na kuwa kwenda msikitini sana kufanya adhkar, na huwa tunaibizana kufanya nini pia? Swala za usiku, mzee wangu aliuliza, watu kwenda sana kutekeleza swala nini? Za tahajjud msikitini, tunaimizana kwenda kwa pamoja au kwenda mtu peke yake. Na swala moja nzuri kwamba alhamdulillah hoteli zetu ziko karibu na msikiti. Kwa Madina ni mita 100 hadi 120 hapo. Sawa? Kwa Maka ni mita 500. Sawa, mpaka 550 hoteli yetu ilipo. Kwa hiyo ni sehemu ambazo zote unaenda nini? Msikitini. Hata pakiadhiniwa unaweza ukawahi kwenda msikitini. Lakini sio kama nisema tusubiri adhana ndio tuwe kwenda msikitini. Itakuwa tuende kabla hata ya lisali moja. Swala jingine important kwamba siku ya Ijumaa pia itatukuta kule, si ndio? Kujiandaa pia ni mapema. Sawa? Kwa hiyo lengo kubwa nini? Ni ibada, safari na saa kubwa hiyo. Sawa? Ya pili ni kuwa na subra katika nini? Safari. Sababu ni kitu mina adhabu. Safari hii viongozi sisi ni vijana. Nyinyi ni watu, kuna watu wazima, wazee, lakini sisi wako tunakuongoza. Tunakuambia sasa hivi nitakuwa uwe hapa. Inabidi uwe na subra, faje? Subiri. Najua tuko watu tofauti. Kuna watu wana makampuni, kuna watu wengine familia kubwa. Sawa? Lakini hapa sasa hivi tukiingia sisi ndio viongozi wako, tukwambia muda huu uwe hapa, unatakiwa uwepo hapa. Sasa hizi tutaenda hivi, tunaenda hivi. Sawa? Kuna wakati wa kwako wewe mwenyewe kufanya nini? Kufanya mambo yako, tunakupa ruhusa, unaweza ukatembea, ukaenda kufanya shopping, ukafanya vitu vingine. Lakini kufuata utaratibu, ukiambiwa muda huu uwe hapa, uwe hapa. Katika swala lingine pia na kuwa na subra. Naweza nikawaambia mshuke saa 2 kamili. Sababu na wale pia ni wanadamu, basi linakuja saa 2 kamili, naweza ikachelewa kidogo au likawai, ndio tufanye haraka. Kwa hiyo subra pia nataka fanya iwepo. Ni subra ya hali ya juu. Sawa? Kwa sababu sisi tunapanga mambo yetu kama kampuni, taasisi, lakini kumbuka tunapangiwa pia na Wizara ya Haji. Kwa kila kitu tumekipangilia vizuri, lakini mambo yanaweza kuwa yanabadilika. Tunataka nini? Na tukiwekeza saizi wakati tu tunafanya hivi, kiambalia kidogo, unatakiwa na unafanye. Tunaenda na ile utaratibu unavyokwenda. Sawa, tumeelewana jamani? Kwa swala la subra ni swala kubwa sana. Katika utaratibu mwingine wa safari, masuala ya kuondoka hapa, katika masuala ya nini? Ya ndege. Najua watu wengi tumesafiri sana, lakini tunakumbushana ili tuweze kufanya nini? Kutekeleza katika ufanisi wa hali ya juu. Safari yetu tutaondoka ndege, inaweza kuwa ni kilo 23 au 20 kwa begi moja. Tunakuwa na mabegi mangapi? 2. Ninachoomba ili nisiwe sana sasa hivi hapa, tusipende kubeba mabegi yale makubwa sana. Begi ambalo linaingia kilo 23 na yale mabegi ya nini? Ya wastani. Kwa sababu gani? Nasikia kutupa shida pia kwenye treni ya umeme. Sawa? Na hii shida tulipata pia safari zilizopita. Mabegi mengine yanaweza yakaambiwa baki, tuanze tena kusafirisha mabegi. Sawa? Lakini mabegi ndio bebe. Nadhani kuna begi lile dogo la kupanda cabin crew, si ndio? Lile la kilo 7. Hii kiasi cha speaker ni lile ambalo linapanda chini yake kidogo. Linapanda cabin crew. Kwa juu ya ndege unaweza kupanda nao juu kalieka. Sawa? Lile unaweza kubeba ile kilo 7 tu. Lakini kubwa lake kidogo. Sio yale makubwa ambayo yanafika paka. Ukienda kununua mabegi, mwambie mabegi ambayo yanaingiza kilo 23, atakuelekeza kilo 23 ni haya.
wale mwingine anaingiza kilo 35. Kwa hiyo kama unabeba tunaomba kilo ni 46 au 40. Kani 40 maana mabegi 20. Kani 46 ni 23. Sawa eh? Tumeelewana? Na 7 inakuwa 7 ni carrying luggage. Ya kwenda juu, 7 always iko. Ukiambiwa kilo 46 ina maana ni chini. Kilo 40 ni chini. 7 hizi zinakuwa ni peke yake za kwenda juu. Sawa? Kwa hiyo nimesisitiza sana hiyo katika mabegi, tuseme mabegi ile kubwa sana. Na walipunguza waweka kilo. Zamani kwa unaweza kubeba kilo 60, lakini waweka kilo 2, mabegi mawili kwa sababu gani? Ili tuwape wepesi pia wale wa transit pale airport, wale wabebaji. Sababu nao ni wanadamu, kwa hiyo wanafanya nini? Waweze kubeba na kubadilisha kuweka kwenye ndege nyingine. Hiyo ndio sababu kubwa. Kwa mabegi tuweke 23, tusizidishe. Na asije akatusumbua pia katika train. Kutoka Madina kwenda Maka tutumie train ya umeme. Sasa hii trip iliyopita tulisumbuliwa kwa sababu tutakuja na mabegi yale makubwa. Wakatuambia haya yapande nitakiwa yatumwe na train. Lakini yakiwa yale madogo madogo hayana shida yoyote. Sawa eh? Kwa hiyo ni msikazo mkubwa sana. Mabegi tubebe kilo 23. Jingine katika mambo ya wakati. Tutakuwa tuna group la WhatsApp ambalo linatuelekeza. Sawa? Tunatoka hapa ile group letu, kwa hiyo tutakuwa tunapewa taratibu. Kesho labda tutaingia raudha, hautafanya hivi. Kesho na ratiba itawekwa yote. Kwa ratiba saa zingine tutakuwa tunaifuata kama swala la raudha. Tumeweka ratiba kwamba raudha kuingia ni siku fulani. Lakini unaweza kufika kule vibali vikatoka siku nyingine. Tumeelewana? Kwa hiyo tutabadilisha ratiba kutokana na hali ya kuwa inavyokwenda kule. Sawa eh? Kwa hiyo tutafuata ratiba na itabadilika kutokana na hali itakavyokuwa ya kule. Sawa, lakini kuondoka ni vile vile tarehe 23, kurudi tarehe ngapi? Tarehe 3. Ambao tunaanzia Madina tarehe 23, tunakaa mpaka tarehe 28. Tarehe 28 tunatoka Madina na kuelekea wapi? Maka. Sawa eh? Kwa hiyo inshallah, kwa kifupi safari yetu ni tarehe 23 tunatoka hapa. Tunatua Madina. Tukitua Madina, tunatoka airport, tutaelekea hotelini. Sawa? Tukitoka hotelini, tunakaa siku ya kwanza, ya pili, ya kwanza au ya pili, tunaenda nini? Ziara. Ziara kuzuru maeneo ya kihistoria katika mji wa Madina. Siku ya 4, inshallah, tutaweka nini? Raudha. Na siku ya 5 tutamalizia na tutaelekezwa. Na uzuri kwamba hii semina ni semina tu ya maelekezo, lakini tukifika Madina kila siku tutakuwa tuna darasa ya dakika 50 au lisali moja kamili. Tutakuwa tuna darasa ya kuelezea nini? Kuanza semina upya ya kuelezea ibada nini? Ya umra yote. Kwa hiyo hii tulikuwa tunafanya kama ni introduction. Tukifika siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4 au na 5 tutakuwa tunasoma, kuelekezana, kukumbushana kidogo kidogo. Sawa? Nguzo, masharti na wajibat zote. Sawa eh? Alafu tukitoka hapa tukienda kutekeleza ibada ya umra, tunafanya pia kwa pamoja. Wote grupu zio tutafanya kwa nini? Kwa pamoja, na huku tutakuwa na kijana ambaye ni sheikh anatuongoza na kutuelekeza sehemu za kusoma dua, atakuwa anasoma dua tunafuata. Sawa? Zile sehemu ambazo kwamba maulama wameelekeza kwamba hapa unaweza kusoma dua, kama mfano dua nini? Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Atakuwa na rudia na wewe fanya na sisi tusome. Lakini sasa nyingine atawaambia sasa uanze kusoma dua wewe mwenyewe utafanya. Kwa maelekezo yote step by step. Nguzo ya kwanza, ya pili, ya 3 mpaka tunamaliza kabisa kunyoa, tunafanya wote kwa pamoja. Hii ni ile umra ambayo tunafanya, ndio wajibu wetu sisi Ibn Battuta. Umra nyingine ukitaka kufanya sasa, hii tutaenda pia kama alivyosema Sheikh, tutaenda Taif kwa ziara. Tukienda Taif tutapitia miqat. Kwa watu watatia nia ya kumfanyia mtu wake ambaye anataka kumfanyia nini? Umra. Sawa? Lakini hii sababu utakuwa mshapata uzoefu, hatuna uwajibu sana viongozi kufanya nini? Kupeleka. Lakini iko vijana wako kutaka msaada pia wanaweza kufanya nini? Vijana wa kusaidia kuwapeleka na mkatekeleza ibada nini? Ya umra. Tumeelewana eh? Kwa hiyo tukitoka tushaka hizo siku Madina, tutatoka siku tarehe 28, tutatoka, tunabidi tujiandae mapema. Treni yetu itaondoka saa 6 dakika, saa 6 nusu. Saa 6 nusu. Treni ni ikishawashwa imeondoka. Soka basi tena kusubiri. Kwa hiyo siku hiyo nitaomba nikiwaambia saa 2 na nusu exactly
tuwe tayari, mabegi yameshashuka chini, wote tumeshashuka mabegi chini na kusubiri kupanda basi, kwa sababu tutaelekea miqat kwanza. Katika utaratibu tunaofanya, tunaweza kupanda treni moja kwa moja tukatia nia tukiwa njiani kwenye treni, lakini utaratibu tunaofanya sisi Ibn Battuta kwamba tunawachukua, tunatoka hotelini tunaenda miqat ya Dhul Hulaifa, tunatia nia kabisa, kisha tutafanya nini? Tunaenda kupanda treni ya umeme. Kwa hiyo tuna masaa karibia 1 hour na maana saa 5:30 ndio tufike train station. Lakini kwa sababu tuko wengi, takriban tunaweza kufika 47, inabidi tufanye nini? Haraka haraka, kwa sababu watu wote hawana mizigo kuhamisha na kwa hiyo saa 2:30 saa 3 kamili tuwe tayari kuelekea wapi? Miqat. Tutatia nia kisha tutaenda train station na kuondoka. Na uzuri kwamba train inachukua masaa mangapi? 2 tu kutoka Madina mpaka Maka. Na tukifika alhamdulillah tutakuwa hatujachoka. Tukifika kwa hii nitawaambia nikiwa Madina, kwa sababu nitaangalia hali ya Maka, nitakuwa naulizia ufanya umra wakati gani ni mzuri kutokana na zahma iliyokuwepo Maka. Kwa nikifika nitakuwa naulizia wanafunzi, wataniambia kwamba labda kufanya baada la asri au tunapofika tu baada maghrib au baada isha itakuwa ni nzuri zaidi, kwa tutatekeleza hilo. Na jingine kwa wale watu wazima ambao wanataka kufanywa na wheelchair, hao tutatoa taarifa mapema, na nitauliza Madina pia kwenye vikao vyetu, nitauliza mtu ambaye anahisi kwamba hawezi kutembea huo mwendo wa kufanya tawaf na sa'i, atasema, alafu tutamwandalia nini mambo ya wheelchair. Lakini hii wheelchair inamhusu yeye mwenyewe, ambao wheelchair kule kufanyishwa umra yote kamili mpaka ikamilike ni $100, sawa? Na hii tu huwa tunawapa wanafunzi ambao wanasoma kule, amfanyishe umra huyo mtu. Kwa nini? Kwa sababu yule mwanafunzi moja, kwanza katika faida kubwa, amesoma dini, si ndio? Kwa atamuelekeza huyu umra yake itekelezeke vizuri kama jinsi Allah alivyomwamrisha. Kwa ana hii 100 na ni hela ndogo sana anapewa. $100 ni kwamba $100 anapewa, lakini ni hela ndogo sana ukiangalia hii ibada anayomfanyisha mtu paka amalize, lakini atamuelekeza vizuri kwa lugha anayefahamu. Huaga spendi kuwapa wale watu haram pale Waarabu. Anaanza kupeleka speedi kisha akutoe tu akwambia umra yako imekwisha, ambapo sio jambo zuri. Sisi tunataka ibada yako utekeleze mpaka nguzo ya kwanza mpaka ya mwisho unamaliza. Kwa nini? Unatumaanina pia nawe kwamba unachosubiri tu ni kwamba Allah akubalie nini? Ibada yako, lakini umetekeleza kwa utulivu wa hali ya juu. Sawa? Kwa tutaenda, tukifika tutaangalia hali gani, tutafanya umra saa hiyo, tutapumzika labda 1 hour nusu saa, kisha tutaenda kutekeleza ibada ya umra. Tutatoka wote kwa pamoja, tutaangalia hali za watu pia, tutatekeleza ibada ya umra. Tukimaliza hapo tutapumzika. Ina maana tukimaliza ni inaingia Alhamis nadhani. Afu tunaingia ku next tunasali nini? Aljuma. Tutasali salatu aljuma, tutajiandaa, alafu tutaenda tutafanya ziara pia mji wa Maka ambao tutaenda mpaka Taif, na pia kuna ziara nyingine nasubiri kupata nami ambao tunatembelea Jamiatu Dawa, ni taasisi ya dawa Saudia. Tunawapeleka watu, mara nyingi tumeanzisha safari hii kabla safari ya pili Shamisi ya 3 kwenda Jamiatu Dawa ni ya 3 hii, nadhani itakuwa ya 4 hii ya kwetu, ambao nitasubiri watanipa utaratibu wao. Watatupa siku moja nzima ambao tutaenda kuzungushwa kujua taadhimi swala, kadri taadhimi swala, kadri ya kutukuza sala. Tutajifunza pia mji wa Maka toka asili yake ulivyoanza mpaka sasa hivi, toka mipaka yote ilivyowekwa ya haram. Kwa mambo yote tutajifunza, Kaaba ilivyojengwa, historia yake. Kwa tukitoka hapo watatutembeza, alafu kisha wakina mama wanawake watachukuliwa, watapelekwa sehemu ya wanawake ambapo watakuwa na wanawake wanapiga dawa, na wanaume tutaenda sehemu yetu ya wanaume. Hiyo ni siku yake tofauti pia, tofauti ya ziara. Sawa? Alafu taratibu nyingine tulikuwa tunapeana za nini, za ibada, kufanya ibada sala 5 kila mara, na saa kubwa nazo hapa to make sure kila sala tunaswali wapi? Msikitini. Sasa tujihimize wote na kukaa msikitini kwa wingi, kufanya adhkar na kusoma Qur'an. Na katika challenge na wapa kubwa, kuna magrupu yaliyopita alhamdulillah, kuna watu ambao tumeenda nao walijiwekea kabla tuondoka, hata tumefika kule wakasema wao na angalia kuvunja rekodi yake mwenyewe kusoma Qur'an ya Tanzania na wapi na Maka. Na tunajua kwamba ibada yote unaifanya ndani ya mji wa Maka au Madina katika Haramain, thawabu zake zinakuwa maradufu. Sasa imagine unasoma Qur'an
kwa sababu kuna mmoja nenda naye kwa siku alikuwa anasoma almost zaidi ya juzu 8. Tumeona zaidi ya juzu ngapi? 8. Sawa? Kwa eka malengo kuanzia sasa hivi kwamba naenda kutekeleza ibada. Sawa? Hizi siku 10 nijalie siku za nani? Za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nitekeleze ibada, nifanye adhkar, niwe nasoma Qur'an, niwe ndani ya wapi? Msikitini. Time ya shopping tuweke time ambayo iko very few sana. Sababu ni masiku machache, ayamu maadudat. Ni masiku machache na tutajikuta tumefika, alafu tunafanya, tunarudi. Tutakuta tuko airport tu Jeddah, tunarudi tena huko. Kwa hiyo tusipeka malengo kuanzia sasa hivi, itakuwa tunafanya nini? Ni sasa sana bure. Kwa hiyo malengo yako uanze kuweka kuanzia leo mpaka siku ya safari kesho kutu tunaondoka, eka malengo ambayo ni makubwa kwa ajili ya kufanya nini? Ibada. Sawa? Kwa tukimaliza hiyo Maka, kisha tutajiandaa na safari ambayo tutaelekeza pia kule. Safari na ratiba itatoka, tutatumia pia kwenye group, tutaipata wote. Sawa? Afu tutaelekeza tutaondoka saa ngapi kuelekea Jeddah, kisha tutafanya, tutarudi. Kwa hiyo ni safari ambayo ya siku 10 na ni mukhtasar sana, lakini kikubwa tunaelekeza sana kwenye jambo la nini? La ibada. Kikubwa swala la safari la ndege, mizigo tunayo makini sana. Tumeelewana jamani? Kwa swala la mizigo kuna watu, kwa wale ambao washakwenda umra na haji wananielewa nikiongea swala la mizigo. Sawa? Mabegi nimesema kilo 23. Hata kama unaenda kuchukua, usichukue ile mabegi makubwa yanafika mpaka hapa. Ni size fulani hivi. Ili tuweze kwenda vizuri, tusipate nini? Vikwazo kwenda kwenye safari. Sawa? Naam Shamisi. Unaangalia Al Khair Online TV.